Msikilizaji, hii ni sehemu ya 54 ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Hamza, na tunaendelea pale tulipoishia sehemu ya 53 ambapo Hamza aliingia kwenye ofisi ya wajamaa ambao ni wauaji wa kidunia, ambapo humo ndani bwana kulikuwa kuna medali za kutosha, kwa kuna bendera. Ilikuwa ni kawaida sana kwa kundi la kimauaji kupokea medali za aina hiyo, hasa kwa yale ambayo yanashikilia namba 1 duniani. Umeelewa? Kwa hiyo asilimia kubwa bendera ambazo zilikuwa zimening'inizwa zilikuwa ni kutoka kwa wateja ambao waliridhika na kazi na namna ya kushukuru kwa kazi nzuri. Mara nyingi hutuma bendera ya nchi mission inapofanyikia na ukamilika. Kwa mfano mimi nimehitaji labda kiongozi fulani aweze kuuliwa. Kwa hiyo baada ya kufanikisha nitachukua bendera kama shukrani yangu kumpatia kwamba alishawahi kufanya kazi Tanzania na akakamilisha mission 1 2 3. Kwa hiyo kuwa kuna medali za kutosha nini. Kwa hiyo kadri wingi wa bendera ulivyo ilimaanisha idadi waliokufa ambao wengi wao ni viongozi wakubwa wa kisiasa na matajiri. Kulikuwa pia na bendera hadi ya Tanzania katika makabati hayo. Msikilizaji, ni nani aliyekufa? Mimi na wewe hatujui, lakini kwa kuna bendera hadi ya Tanzania. Kwa hiyo Hamza wakati saa akikagua hizo medali na bendera, macho yake yalionyesha kuwa na hali ya majuto na kuridhika, akisifia ndani kwa ndani kwa kusema roho mchafu umefanya kazi nzuri sana ya kuendeleza kuwa uchafu. Ukiachana medali hizo pamoja na bendera, kulikuwa kuna vyumba tofauti tofauti katika corridor na vilikuwa ni vingi sana, vilikuwa vya mafunzo. Sasa Hamza alipokuwa anaendelea kushangaa, alitembea kuvuka eneo hilo na kwenda ndani zaidi katika mlango ambao usiokuwa na koki. Lakini sasa aliusukuma ule mlango, ila anaingiza mguu mmoja tu kuingia ndani, mwili ulimsisimka kwa kuhisi hatari. Hakika hakujizuia na kubali kile kinachokwenda kumtokea, na pale pale kisu kikali kiliwekwa shingoni kwake, na aliyekuwa amemwekea kisu hicho alikuwa ni mwanamke aliyevalia nguo za kininja za kumbana, huku akiwa hana utani hata kidogo. Huyo mwanamke ni upi msikilizaji? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas. Naam, alikuwa ni mwanamke aliyechanganya rangi, lakini kwa namna alivyokuwa akionekana ni ngumu kusema ni shombe kutokana na umbo lake la Kibantu. Ilikuwa ni ngumu pia kukubali mwanamke mwenye umbo namba 8 namna hiyo anaweza kuwa ninja. Mwanamke huyo alijua vema kujificha na Hamza kuweza kuhisia uwepo wake mpaka pale alipowekewa kisu shingoni, ikionyesha ni kwa kiasi gani alikuwa na uwezo. Basi yule mwanamke aliuliza kwamba wewe ni nani? Aliuliza huku sasa akionekana kuwa serious mno. Lakini kwa wakati mmoja sauti yake haikuwa ikichukiza masikioni. Hamza alishia kuvuta pumzi ya weni huku akitoa tabasamu, yani kama vile ni mtu ambaye anajaribu kukumbuka kitu. Na kisha pale taratibu aligeuka na kumwangalia. Black Fog, hujanitambua tu. Hamza mara baada ya kuongea hivyo, hatimaye muonekano wake ulijionyesha wote mbele ya yule mwanamke, na kisu ambacho alikuwa amewekewa shingoni kilidondoka chini pale na kutoa mlio. Yule mwanamke akasema, "Oh my God, my prince." Black Fog pale kwa hamasa kubwa alishuka chini kupiga goti na mguu mmoja, lakini Hamza alimwahi na kumzuia, akamwambia natosha sasa. Tumefahamiana tokea ukiwa mdogo sana, kwa hiyo haina haja ya kuwa hivi kila tunapoonana. Aliongea Hamza huku akimchunguza. Umekuwa mtu mzima sana mpaka nimeanza kusahau hasa namna ulivyokuwa mrembo. Hamza mara baada ya kuongea vile, kauli yake ilionekana kumgusa mwanamke huyo na alijawa na shauku. Basi aliuliza kwamba mfalme, una uhitaji mwili wangu? Aliuliza mwanamke. Hamza mara baada ya kusikia swali hilo alishindwa kujizuia na kujihisi aibu. Mara hii tu nimegeuka na kwa mfalme na unataka kunipa mwili wako. Si tulikubaliana mimi ni kaka yako? Kama huwezi tena kuniita kaka, niite Hamza. Wewe ni mfalme, napata wapi uthubutu wa kukuita kwa jina lako au kaka? Aliongea Black Fog huku macho yake yakiwa katika hali ya kulegea. Hamza alishindwa kuvumilia muonekano huo. Kipindi cha nyuma mwanamke alikuwa akimwangalia kwa muonekano huyo, kwa muonekano jinsi ambavyo anamtazama. Alikuwa akitaka kulala naye. Sasa Black Fog msikilizaji ni mwanafunzi wa Asmantus, lakini vile vile alikuwa ni binti yake ambaye alimwasili. Kipindi ambacho
Hamza alikuwa na miaka 13. Black Fog alikuwa na miaka 8. Ni hivyo tu, Hamza alikuwa kiakili haraka sana, na katika umri wa miaka 13 alishaanza kufanya mission mbalimbali na kuwa katika daraja sawa na Asmantes ambao walikuwa kubwa kwake kiumri. Miongo kadhaa iliyopita, Black Fog na Asmantes walitembea kuzunguka dunia nzima pamoja. Wakati ambao Hamza yeye aliongoza kundi la wenzake katika mapambano na wavuna nishati ya mbingu na ardhi, na kuanzia hapo hawakuonana kwa muda mrefu. Siku ambayo Hamza alikuja kutana kwa mara nyingine na Black Fog, alikuwa ameshakuwa mtu mzima na kuwa mwanamke mrembo anayetamanisha. Msichana ambaye Hamza alijiambia kama angemkuta klabu, mbona asingemwacha salama. Lakini kutokana na msichana huyo kuwa mwanafunzi na binti kwa Asmantes, Hamza alimkwepa na kutaka kabisa kumgusa. Anyway, nimeshastaafu tayari. Unaweza kuniita tu kwa jina langu, usio na wasiwasi. Niite Hamza au kaka inatosha. Sijawahi kupenda mtu kuniita mfalme, nadhani wote mnajua. Aliongea Hamza na kumfanya Black Fog kuwa na muonekano wa kushangaa kidogo. Akauliza, kwa hiyo naweza kukuita kaka kweli? Ndio. Nimekupita miaka 5 tu kiumri, kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kuwa na wasiwasi. Aliongea Hamza na kumfanya Black Fog kulamba lips zake, na kisha pale pale alinyosha mkono kuelekea katika masofa akimpa Hamza ishara ya kuingia na kuketi. Sasa Hamza alifanya hivyo na kwenda kukaa kwenye sofa huku Black Fog akifunga mlango. Hamza alijua mwanamke huyo atampa kinywaji chochote kama mgeni, lakini alienda kukaa na yeye pembeni yake, tena karibu kabisa kiasi cha miguu yao kuweza kugusana. Hamza alikuwa akihisi harufu nzuri sana ya marashi kutoka kwa Black Fog. Sauti nzuri nyororo ya ukungu ilisikika kiita kaka, huku mkono wake ukishuka katika mguu wa Hamza. Mwanamke huyo alikuwa na mikono milaini sana. Ijapokuwa ilikuwa ni mikono ambayo imeshikilia aina mbalimbali za silaha kwa miaka mingi, lakini mikono yake bado ilikuwa ni misafi na laini ya kuamsha Hamza mwanaume. Sasa kitendo cha mwanamke huyo kumgusa Hamza, alijihisi msisimko hali ya juu. Zilikuwa ni hisia ambazo mara nyingi anazielewa sana, hususan akiwa karibu na mwanamke, na hali hiyo sasa ilimfanya kuhisi ajabu, kwani ilikuwa ni tofauti sana na nyuma alipokuwa karibu na mwanamke huyo. Nini kimekutokea? Aliuliza Hamza akibabaika, huku sasa akijitahidi kujituliza. Fog hakuonyesha kujali kabisa muonekano wa Hamza. Ilikuwa ni kama amejiandaa kwa muda mrefu, siku mwanamume huyo akijitokeza basi anakwenda kujiachia ilivyo. Kwani pale pale cha kwanza alimwegamia Hamza na kisha alinyosha mkono wake na kuondoa kibanio cha nywele zake na kufanya ziporomoke chini kwenye mabega yake, na kwa namna zilivyokuwa nyeusi na zenye matunzo ilifurahisha sana macho ya mwanaume rijali. Hamza alijikuta akimeza mate mengi sana. Utafiti unasema ya kwamba uzuri wa mwanamke huonekana kupitia kwenye kona za macho ya mwanaume, na hicho ndicho ambacho Hamza alikuwa akipitia. Black Fog alikuwa akivutia mno. Unajua, miaka 3 iliyopita nililia sana baada ya master kuniambia kwamba tumeondoka na hajui wapi umeenda. Aliongea Fog kama deko sana, huku sasa ni kama akifanya massage kwenye mapaja ya Hamza kimaba sana. Mwanzoni mimi sikuwa na uwezo wote wa mapigano, lakini nilipokuja kuwa na uwezo ushaondoka tayari. Aliendelea kuongea kwa kujitilisha huruma tu na kumfanya Hamza kucheka. Sikuwa hata nikijali uwezo wako. Kutokujua kwako kupigana ilikuwa ni swala la kawaida tu kwa mwanamke. Lakini kaka, unakumbuka miaka 10 iliyopita, kwa sababu ya kushindwa kujifunza kuvuna nishati za mbingu na ardhi, master alinipa adhabu ya kufanya mafunzo ya ziada katika bonde la moto. Aliongea mwanamke huyo na kumfanya Hamza kukumbuka, na pale pale alianza kucheka. Asmantes alikuonea sana kipindi kile. Ulikuwa na miaka 10 tu, lakini akaamua kukutupia katika bonde la moto bila ya kujali kuna wanyama. Na ni wewe tu uliyekuja kunitoa na hata kuniokoa kwa kuua mbwa mwitu uliokuwa ukitaka kunirarua, na kisha tukachoma nyama yao na kula. Aliongea Black Fog huku macho yake akiwa yamejaa mahaba mazito sana. Ilikuwa ni kama bahati tu kipindi kile. Nilikuwa nikipita na nilishanga tu kuona. Hamza wakati huo alikuwa zake katika mission
na alikuwa akifukuzana na watu ambao walienda kujificha katika korongo la moto. Lakini sasa hakutegemea wakati huo Black Fog alikuwa ametupiwa pia katika hilo bonde kwa kupewa adhabu. Sasa kwa sababu alikuwa ni mdogo na ni mtoto wa rafiki yake, hakutaka kumwacha na alimlinda mpaka akamtoa. Jambo ambalo lilimkasirisha sana Asmantus kwa kuona Hamza anajifanyisha baba huruma na kuharibu adhabu aliyompatia Black Fog. Na hapo ndipo alianza kupigana, lakini Asmantus alibakia akishangaa baada ya kugundua Hamza alikuwa amemzidi uwezo. Unajua muda mwingine bwana, bahati ni majaliwa. Sijui watu wengine wanalichukuliaje ile, lakini kwangu mimi wewe ni mtu mwenye roho nzuri dunia nzima. Master alinilea kwa ajili ya kuwa muuaji, lakini kama wewe usingekuepo, mimi ningepoteza maisha muda mrefu. Huwezi kusema bahati ni majaliwa. Kama ni mtu mwingine angefanya kama mimi tu kukusaidia. Kwa nini huyo mtu mwingine hakujitokeza na wakaa wewe? Ilikuwa imepangwa uwe wewe, ndio maana. Mwanamke huyo kadri alivyokuwa akiongea ndio namna sauti yake ilivyozidi kubadilika. Hamza alijikuta akivuta pumzi nyingi kutokana na mkono wa mrembo huyo ulikuwa ukipandishwa ni taratibu na kugusa maeneo yenye msisimko mkubwa sana. Basi Hamza akasema kwamba inatosha Safog. Naona staili yako ya kunikaribisha ni ya kipekee sana. Aliongea Hamza kusasa kitabasamu kizembe, lakini ni kama amepandisha kichaa cha ninja. Kwani pale pale alisimama na kisha alimkalia Hamza kwa kuingiza miguu yake katika mapaja. Sasa Hamza alijikuta akigumia baada ya kuhisi sehemu ambayo mwanamke huyo aliokalia ndio ile muhimu sana kwake kama mwanaume, na kitendo cha Fog kuendelea kujisugua ilimfanya sasa kuhisi kwamba uvumilivu unakwenda kumshinda. Akamwambia kwamba mimi sio mtoto, naona kabisa mwili wako unaniambia unanipenda. Aliongea sasa akijipinda kwa kulegea kama nyoka. Hamza alishia kuangalia kiuno laini tu cha mwanamke huyo na uvumilivu ulimuishia, lakini bado hakuwa radhi. Hivyo alimshika na kumuondoa juu yake. Hey Fog, hatuwezi tukafanya hivi. Kwa nini? Mwili wangu ni msafi. Kama wasiwasi wako ni juu ya ujuzi wangu, mimi nimeupata kwa kusoma, na mimi sijawahi kufanya hivi kwa mwanaume mwingine kwa sababu nilikuwa nikikusubiria wewe tu. Hakika hakutegemea msichana ambaye alimsaidia miaka 10 iliyopita angetokea kumpenda kwa kipindi chote hicho. Ingawa kwa Hamza ilikuwa ni kama bahati kupendwa na mwanamke wa namna hiyo na ni mrembo pia, lakini bado alikuwa ni mwanafunzi na kama binti kwa Asmantus. Hivyo hakutaka kudharau karibu wao. Hiyo sio sababu. Wewe ni mwanafunzi wa Asmantus. Unaweza kumchukulia kama mwalimu tu, lakini yeye anakuchukulia kama mtoto wake. Chochote kikitokea baina yetu, si nitaweka rehani mahusiano yetu, Wewe ni mtoto bado, kwa hiyo haina haja ya kuendelea kuwa muuaji. Na hakuna haja pia kuendelea kuniona mimi pekee kama mwanaume. Master akasema inawezekana bwana. Nilimuuliza mwenyewe na kaniambia mradi tu nimekubali mwenyewe hawezi kufanya chochote. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akipaliwa na mate na kuanza kukohoa. Hakuamini mwanamke huyo angemwambia ujinga huo master wake. Hamza ataka kuongea kitu lakini alizuiliwa, akasema ya kwamba yule mwanamke akasema kwamba uwezo wangu kitandani ni mzuri sana, kwa hiyo sio na wasiwasi. Mimi nimejifunza mno kujiandaa hii siku, naomba sana. Sio swala la uwezo wako. Ninachomaanisha ni kwamba nimebadilika sana siku hizi. Kwa mimi sitaki kukufanya kama mwanamke wa kupita, Hata kama kutatokea kitu baina yetu, lazima kuwe na msingi wa kimapenzi kati yetu. Pia nimeshaoa. Na kutokana na hilo, nipo makini sana kuliko mwanzo. Anaongea Hamza akijitahidi kwa uwezo wake wote kujitetea kwa sababu mwenyewe alikuwa na wasiwasi. Alijua fika kama ingeendelea hivyo ataweza vipi kujizuia. Fog mara baada ya kusikia kauli ya Hamza, macho yake yaliingiwa na unyonge na mshangao kwa wakati mmoja. Akasema ya kwamba umeshaoa? Ndio, kuna mambo yalitokea tu ndio maana sikufanya harusi. Kwa hiyo siwezi hata kwa mpenzi tu. Hebu naomba uache kwa hivyo basi, umesikia? Acha siri ichukue nafasi yake. Hatujakutana kwa muda mrefu, pengine ni kwa sababu hujakutana na mwanaume zaidi yangu. Ndio maana unahisi mimi ni sahihi kwako. Haiwezi tokea. Mimi najua moyo wangu, mimi najua fika wewe ndiye niliyekuwa nakutaka. Aliongea na pale pale alifumba macho yake na kuinama kwa ajili ya kumchuma Hamza. Sasa Hamza upande wake hakumzuia. Alijua vyema kama atamsukuma. Alihisi hata yeye pia atasikia maumivu. Sasa mara baada ya kumchuma Hamza, mwanamke huyo alisimama na kumwangalia Hamza, akasema kwamba nitakusubiri mpaka siku utakayoanza kunipenda mwenyewe. Lakini usinifanye nisubirie kwa muda mrefu kwa sababu nimeshakupenda tokea miaka 10 iliyopita. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alitamani kulia. Alijiambia kama ni baraka zimemzidia sasa. Lakini kwa wakati mmoja ni kama alimuonea huruma sana huyo mrembo
kwa kugonga hodi kwenye mlango ambao sio sahihi. Hebu tutoke kwanza, nataka kuonana na roho mchafu. Kama hajarudi, nitamfuata huko huko, aliongea Hamza, na Fogg alionekana kuseta. Bado nataka kuwa na wewe kwa muda mrefu kidogo. Afistoshe, ni muda mrefu tujaonana. Mimi nitakusindikiza kwenda kuonana na master. Hamza kwa haraka, lakini alihofia kuwa peke yake. Yaani alihofia kuwa pamoja na huyo mwanamke itakuwa ni hatari zaidi. Unajua mimi sikujua kama utakuja mapema. Mimi nikiwapigia watu na kuwapa taarifa ujio wako, nadhani haitachukua muda, watajazana hapa. Unajua kuna zaidi ya asasi 100 ndani ya hili eneo, na kwa kusanyiko la viongozi wakubwa ndani ya Paris, harakati zenu zikionekana, Wizara ya Ulinzi lazima watashtukia tu na kuhisi kuna kitu mnachopanga kufanya, aliongea Hamza. Na muda huo aliweza kufika katika lile eneo la mapokezi. Hamza aliweza kumuona yule mzee aliyemkuta mwanzo akiwa amesinzia, lakini pia alionekana kijana mdogo mwingine aliyeshikilia simu akionekana kuichezea. Hao ni wakina nani? Maana kwa ninavyoona sio maninja. Huyo mzee ni mwalimu wa master na huyo mtoto ni mpwa wake. Mwalimu wa roho mchafu? Hamza alijikuta akishangaa kwa sekunde, na pale pale alionekana kumbuka jambo. Yaani huyo mzee ni Vesa? Aliuliza Hamza akiwa kama haamini. Vesa alikuwa ni mmoja wa maninja wa mwanzo kabisa wa daraja la juu kuwahi kutokea katika uso wa dunia. Yaani sana kusema alikuwa akikaribia daraja la ugwiji. La sivyo asingekuwa mwalimu wa Smarties au roho mchafu. Ndiyo, lakini kwa sasa ni mtu wa kulewa tu na kutafuta wanawake. Alipotimiza umri wa miaka 55, alipata jeraha kubwa sana alipokuwa katika mission na kufanya mwili wake kulemaa. Master aliamua kumleta hapa ili kumalizia uzee wake, aliongea Fogg. Asilimia kubwa msikilizaji ya maninja wote hawakuwa na mwisho mzuri. Yaani hata kama hawatokufa, kadri walivyokuwa wakizeeka na uwezo wao pia hupotea na kuwa dhaifu kuliko hata binadamu wa kawaida. Na hiyo yote kutokana na kwamba asilimia kubwa wanatumia dawa za kuimarisha nguvu za kimwili. Hasa kitendo cha Smarties kumleta mzee huyo kukaa katika eneo hilo si kwa sababu ya kumheshimu kama mwalimu, bali ilionekana dhahiri ni kwa ajili ya kujilinda kupitia uzoefu wake. Sasa Hamza alimwangalia yule kijana aliyekuwa akichezea simu na alionekana kuwa teja kutokana na matumizi makubwa ya madawa ya kulevya. Yaani Smarties ajali mpwa wake kuwa teja wa madawa ya kulevya? Huyo achana naye. Kama asingekuwa ndugu yangu wa pekee, ningeshaamua muda mrefu sana. Yaani hana mchango wote zaidi ya kuwa mzigo tu. Una haja ya kuwa na wasiwasi namna hiyo juu ya uwepo wao. Nina uhakika master wako kaamua kuacha hapa kwa sababu bado anapanga kuwatumia. Kuwatumia? Au ni kama mzigo tu, Na kazi ni kuchezea hela tu. Mimi sioni kama wana faida yote. Wapo hapa kama kielelezo. Mtu yote ambaye anafanya mafunzo ya uninja akiwaona lazima atapata onyo kutoka kwao. Ukiwa muuaji siku zote si tu umakini unaohitajika, lakini vile vile unapaswa kuwa mvumilivu na mwenye kujizuia nyakati nyingine. La sivyo, ukitoka nje ya mipaka ya kazi yako, hutakuwa binadamu tena, zaidi ya mzimu unaotembea. Black Fogg mara baada ya kusikia maelezo hayo, alionekana kuelewa maana ya Hamza na alitingisha kichwa pale pale. Wawili hao walitoka nje ya jengo hilo na kuanza kupita mitaa miwili mpaka mitatu. Baadhi ya mateja na vibaka baada ya kumuona mrembo Black Fogg walionyesha heshima yao kwa ishara ya kumhofia. Wengine waligeuza vichwa vyao pembeni wakiogopa kabisa kukutanisha macho. Jambo hilo sasa lilimfanya Hamza kutamani kucheka. Ilionyesha Black Fogg alikuwa akiwashikisha adabu, maana si kwa kumhofia huko. Mara baada ya kutoka nje ya mtaa, waliingia katika msitu wenye miti mifupi na walitembea mbali kidogo tu. Waliweza kumuona mwanaume mzungu aliyekalia kiti kilichochakaa. Alikuwa ni mfupi ila mnene, mwenye nywele ambazo zilianza kubadilika rangi kutoka kuwa nyeupe na kuwa kama kijivujivu hivi. Zilikuwa zimechanguka na namna zilivyokuwa ndefu zilimfunika mpaka usoni. Alikuwa amekaa chini akodolea macho upande mmoja, huku pembeni yake kukiwa kuna chupa nyingi za pombe zilizokuwa tupu na baadhi ya kopo za nyama. Hakuwa katika mazingira mazuri hata kidogo. Kutokana na kuzungukwa na inzi pamoja na mbwa waliokuwa wakila nyama ambazo alikuwa akiwatupia,
Mbwa hao licha ya kuonekana kama wale wasio na uamiliki, lakini walionekana kumzoea huyo mzee. Ilikuwa pia ngumu kujua mwanaume huyo alikuwa katika hali ya furaha ama majonzi. Kama isingekuwa kwa mwanaume huyo kuwa katika mavazi mabaya na kutokujipenda, kwa muonekano wa sura yake tu angekuwa msafi. Angevutia sana wanawake wengi. Alikuwa ni mtanashati aliyokosa matunzo. Roho mchafu, hilo koti lina zaidi ya miaka 10 tokea ulinunue. Kwa nini hujalibadilisha? Anaongea Hamza kwa kicheka tu. Japokuwa mwanaume huyo alikuwa ashasikia hatua za miguu zikisogea upande wake, hakugeuka hata kidogo kama vile hakujali. Lakini mara baada ya kusikia sauti ya Hamza, pale pale alishtuka kwa nguvu. Basi bwana. Wakati huo baada ya kushtuka, alichokifanya alimkodolea Hamza na macho yake ya rangi ya blue, na alionekana kama vile alikuwa akitetemeka. Ajikuta akisema my praise. Asmantus pale pale alipiga goti na mguu mmoja na kuweka mkono wake kifuani. Hamza alisogea na kisha alimshika bega kwa kumgonga gonga. Ni kama nilivyotea, utakuwa unalisha mbwa na paka huko msituni. Hujabadilika kabisa kama mwanzo, Una huruma kwa mbwa na paka kuliko kwa binadamu. Aliongea Hamza na kumfanya Asmantus midomo yake kucheza. Kwake yeye kitendo hicho ilikuwa ni sawa na kutabasamu. Asmantus sifa yake kubwa, msikilizaji, alikuwa akipenda sana wanyama. Yaani ni rahisi sana kwake kumuua mtu kuliko kumuua mbwa. Ilikuwa ni ngumu kwa mtu yote kuamini muuaji kama huyo alikuwa ni kiongozi wa kupigania haki za wanyama. Ukiachana na kazi yake ya uninja, kazi yake nyingine ilikuwa ni kulisha wanyama, na hata asilimia kubwa ya pesa anazopata katika kazi alikuwa akitoa msaada kwa taasisi mbalimbali za kutunza wanyama ili mazingira yao kuboreshwa. Sasa Asmantus akasema kwamba bosi, ni kweli umekuja kushiriki katika baraza la Maxi, Sikudhania utashiriki katika kilele cha kikao cha magwiji. Kikao cha magwiji? Unamaanisha nini? Mimi nipo hapa kwa sababu ya kitengo cha Malibu. Wameniomba niwasaidie. Na pia nilipanga kukutana na washikaji zangu nyie. Aliongea Hamza na kumfanya Asmantus kutokuelewa. Akauliza kombe na maana hujui kinachoendelea, Sio kama upo hapa nchini kutokana na mwaliko. Mwaliko gani, Aliuliza Hamza akiwa amechanganyikiwa. Asmantus akamjibu kwamba kutokana na miaka 5 iliyopita ulimuua Mr. Black. Nafasi yake imekuwa wazi tokea wakati ule. Afu kingine bosi, umetoweka kwa zaidi ya miaka 3. Hivyo jamii ya baraza la watu wa Maxi wameona itakuwa ni vizuri kukaa chini na kufanya upembuzi kuona kama bado unastahili cheo cha nyota 10 za ugwiji. Sasa ili kudai upya cheo cha nyota 10 za ugwiji, Saito Assassination wameitisha kikao cha magwiji kwa ajili ya majadiliano. Kwa ufupi ni kwamba wameitisha kikao kwa kualika magwiji wote wakubwa duniani ambao watapiga kura kumchagua mtu mwingine wa kushikilia hadhi ya gwiji mwenye nyota 10. Mimi nidhania ujio wako hapa Paris ni kwa sababu umepokea mwaliko kwa ajili ya kikao hiki. Kwa sijategemea kosa kwako mwaliko. Unajua mimi tokea mwanzo nilishasema nimestaafu. Kwa nini unitumie mwaliko, Pengine pia nadhani nimekuwa dhaifu kuliko mwanzo. Hamza hakujali kabisa kuhusu hilo. Lakini kusikia kuhusu kikao hicho cha magwiji, alijikuta akicheka na kuvutiwa. Msikilizaji, miaka 10 nyuma Hamza alimuua Mr. Black ambaye alikuwa akishikilia cheo cha gwiji mwenye nyota 10, na ilikuwa ni baada tu ya vita takatifu kumalizika katika ulimwengu wa siri. Sasa kitendo cha kumuua Mr. Black maana yake airithi cheo chake. Lakini kutokana sasa na kutokuonekana kwake kwa zaidi ya miaka 3 ilionyesha ni kama Hamza ni kama amekiacha cheo hicho. Ndio maana watu wa baraza la Maxi wameona ni vyema kama wataitisha kikao cha magwiji kumchagua mtu ambaye atarithi hicho cheo. Asmantus mara baada ya kumwangalia Hamza kwa namna ya kumchunguza, ajikuta akishangaa. Akauliza kwamba bosi, kwa nini sisi chochote katika mwili wako? Unaonekana kutokuwa na nishati za mbingu na ardhi kabisa. Nilishapoteza nguvu za nishati za mbingu na ardhi muda mrefu sana, na sijavuna kwa muda mrefu, hivyo ni sawa tu kutokuhisi chochote. Asmantus alishikwa na mshangao wa kauli hiyo kiasi cha kwanza kutetemeka. Hata kwa Black Fog aliyekuwa hapo alishangaa pia, akisema kaka, unasema huna nishati za mbingu na ardhi kwenye mwili wako kabisa? Kuna haja ya kushangaa namna hiyo? Si ni swala tu la kutokujifunza tu ama?
Ndio maana hata ukushtuka muda ule wakati na kushambulia. Mimi nidhani uliniacha nikushambulie tu, kumbe umekuwa aliongea Black Fog, huku mtoto wa kike chozi zile kimtoka akishindwa hata kumalizia kusema Hamza amekuwa mdhaifu. Sasa wanajidanganya tu. Asmantis akasema kwamba bosi, kwa taarifa ambazo nilisikia wakati wa mapigano yako na Mr. Black, ingawa aliweza kumshinda na kumuua, lakini ulijeruhiwa mno na ndio maana hukuwa na jinsi na kuamua kustafu. Sikuamini niliposikia, lakini mimi sikutegemea ulipoteza mpaka uwezo wako wa nishati za mbingu na ardhi. Aisee mchafu, hebu tulia. Hamza hakujua hata namna kujielezea na hakujua alia ama acheke katika alia. Sasa Asmantis akauliza kwamba bosi, huna haja ya kuongea, najua namna ya kufanya. Baada ya kuongea vile, akasema kwamba nitatunza siri hii, usiwe na wasiwasi. Hata kama umepoteza uwezo wako, wewe ni bosi wetu. Mimi, Aizo, Leviathan, Mamen, Barry, Murphy na Sally wa kisiwani Toharani na washikaji zako ambao tupo hai, hatuwezi kukutelekeza. Ni wewe uliyetuleta pamoja na kupambana kwa ajili ya kujilinda. Sasa hivi ni wakati wetu kuungana na kukulinda wewe. Hamza, mara baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Asmantis na namna ambavyo yupo serious, alitamani kucheka kwa nguvu, lakini kwa wakati mmoja alitamani kulia vile vile. Hiyo ilikuwa ndio maana halisi ya urafiki wa kufa na kuzikana. Haijalishi upo katika hali gani, huwezi kuwaacha ama kuachwa na wenzako. Hamza alifikiria kwa sekunde kadhaa kuhusu hilo na pale pale aliona haina haja ya kujielezea. Alijiambia muda wa kuwashangaza washikaji zake, mbona upo kutosha? Wao wanamuona ameishiwa nguvu, wanamuona ni kama dhaifu. Hamza sio mwongeaji sana. Yaani Hamza utamuongelesha baada tayari limeshakukuta. Yaani umeshapigwa ya kichwa. Kwa hiyo kufikiria hivyo aliona swala hilo linavutia mno na lilimpatia hamasa iliyomfanya kusikia furaha katika moyo wake, lakini hata hivyo aliguswa na maneno ya Asmantis aka roho mchafu. Pepo mchafu, chukulia kama vile hujajua mimi mshikaji wako nimekuwa dhaifu. Nipo hapa kwa ajili ya kukuomba msaada. Nataka utumie baadhi ya watu wakanisaidie swala langu mjini. Bosi, wewe niambie tu ni nani unataka afe. Nitakamilisha ndani ya saa chache. Sina mpango wa kumuua mtu yote. Nimeidiana na Mafi kusaidia kitengo cha Malibu katika baraza la Maxi na pia kuangalia kuhusu msaliti ndani ya kitengo. Kwa hiyo nataka utumie watu wenye akili kadhaa ili wawe wanachukua maagizo kutoka kwangu. Sawa, kama ni hivyo basi usiwe na wasiwasi boss. Mimi nipe usiku mmoja tu nitalikamilisha hili. Aliongea na Hamza alitengisha kichwa kubaliana naye. Nahisi njaa sasa. Baada ya kupata ninachokitaka nahisi njaa sana. Unajua mgao wote mzuri ndani ya hili eneo? Hapana bosi, nitakuchukua twende tukale mbali na hapa. Aliongea Asmantis na kumfanya Hamza kutaka kucheka. Walimuita roho mchafu kutokana na tabia yake ya kupenda kuishi katika maeneo machafu. Lakini licha hivyo, alijali wageni wake, ndio maana alitaka kumchukua Hamza kwenda eneo lingine. Sasa baada ya kutoka katika huo msitu, waliweza kufika nje kabisa eneo hilo na kuingia katika mgahawa uliojengwa kwa mbao, uliokuwa na mazingira mazuri sana. Asmantis akasema kwamba bosi, napanga kutuma watu kuja kwa ajili ya kukupatia ulinzi. Ijapokuwa watu hawajui hali uliokuwa nayo kwa sasa, lakini bado una maadui wengi. Ndio, nimekuwa mdhaifu sana siku hizi. Unapaswa kutuma vijana wenye nguvu za kutosha kwa ajili ya kulinda. Aliongea Hamza na kumfanya Asmantis kumwangalia Black Fog. Akamwambia kwamba chukua watu kadhaa ukamlinde bosi. Black Fog mara baada ya kusikia hivyo alijawa na furaha na haraka sana alitingisha kichwa kubali. Hamza mara baada ya kusikia hivyo kichwa chake kilianza kuuma pale pale. Kama angejua mwanamke huyo ndio anakwenda kupewa jukumu hilo, mbona angekataa tokea mwanzo? Lakini kuona namna Black Fog alivyokuwa na furaha, hakutaka kumkatalia. Hamza alikula pamoja na Asmantis na kuendelea kupiga soga mpaka jua lilipozama, ndipo alipoaga na kuondoka. Asmantis aliishia kumwangalia bosi wake kwa huruma akipanda kwenye taksi, huku ikionyesha ni dhahiri alijua Hamza alikuwa akipitia wakati mgumu kwa kukosa nguvu na kwa binadamu wa kawaida.
Asmantes akasema, kesho asubuhi utaanza safari ya kwenda mjini. Hakikisheni mnamuonyeshia bosi heshima na hamumsumbui. Aliongea Asmantes. Alikuwa akijua Hamza alikuwa ameoa pia. Akaambiwa, sawa master, nitaenda kuandaa safari sasa hivi. Akaambiwa nenda. Mara baada ya pale Black Fog aligeuka kuwa ukungu mweusi na kupotea katika macho ya Asmantes. Sasa muda ule Asmantes alitoa simu ndogo ya button na kuingiza namba fulani na kisha aliweka sikioni, na ndani ya dakika tu simu ile iliunganishwa na upande wa pili na sauti yenye mikwaruzo ilisikika ikisema ya kwamba, wewe mtu mchafu wa roho, unanitafutia nini usiku wote bwana? Asmantes akasema ya kwamba, umesikia kuhusu habari za bosi? Bosi? Umeshaona na bosi tayari? Mimi niliongea naye jana tu. Hapa najua yupo Paris kwa ajili ya kushiriki katika baraza la Max. Na mimi sasa najiandaa kuja huko. Kesho tutaonana muda si mrefu. Aliongea Ezo, ama wengine wanamuita Aziza. Kwa hiyo aliongea hivyo Ezo kwa furaha sana. Asmantes akasema, bwana, siongelee kuhusu hilo. Mimi naongelea kuhusu uwezo wa bosi wa nishati za mbingu na ardhi. Kwani kuna shida gani kuhusu uwezo wake bwana? Ameingia katika level nyingine ama? Kama ni hivyo, hilo sio swala la kushangaa. Bosi amekuwa na kipaji kikubwa sana tokea mwanzo. Asmantes akasema, hapana, bosi hana uwezo wote. Aliongea Asmantes na upande wa pili kimya kilitawala. Wani ni watu wangapi wanajua kuhusu hili? Mimi sina hakika, lakini kwa namna mpaka sasa yani hakuna ambaye amelipa kisasi. Na hisi bado hawajazinyaka habari. Kwa hiyo tunapaswa kufanya hili swala kuwa siri. Hususan tusiwaambie Leviathan na Barry na wengine kujua kilichomtokea. Wana midomo mipana sana wale jamaa. Muda si mrefu tukiwaambia tu taarifa zitasambaa. Sawa, naunga mkono kuhusu hili, lakini hata kama wakijua mimi sidhani kama wataweza kusambaza. Ila kwa sasa tufanye hivyo. Mimi sikudhania mapigano yale na Mr. Black yangemfanya kupoteza uwezo wake. Wewe kiumbe mchafu unayenuka, hakikisha basi unamlinda bosi vizuri mpaka nifike. Vinginevyo nitakupiga nyundo. Na nitauvuruga ubongo wako. Mimi najua cha kufanya hata kama usiponiambia. Mtu yote atakayethubutu kugusa hata unywele wa bosi, hata uliona jua na mwezi tena. Sasa upande wa Hamza hakujua kutoweka wazi kuhusu uwezo wake mpya umewafanya Asmantes na Ezo kuwa na wasiwasi, kama vile walikuwa wakiingia vitani kwa mara nyingine kwa kuogopa kuna jambo linakwenda kutokea. Kwa Hamza aliamua kutokuambia kwa sababu za kimatani tu, kwani alikuwa akifahamu uhusiano wao ni ngumu kuvunjika kwa sababu yeye kukosa uwezo wake. Alijua ni ngumu sana. Kingine pia hakudhani kama kuna mtu angeweza kujaribu kumchokoza. Hakuvutiwa pia na cheo cha nyota 10 za gwiji na alikuwa tayari kukipoteza. Hakujifunza mapigano kwa ajili ya watu wengine kumkadiria level aliyopo. Hamza mara baada ya kurudi hotelini, taa ndani ya chumba cha Reji zilikuwa zikiwaka bado. Licha ya kuwa usiku sana, Hamza alikuwa amelewa kidogo, hivyo mudi yake ilikuwa nzuri na alipanga kutumia fursa kufanya mambo ya minyandoano na Reji. Lakini sasa baada ya kugonga na kujitambulisha kama ni yeye, Reji alimpotezea pale pale. Mke wangu, fungua mlango, kwa nini unanipotezea? Aliongea Hamza akiwa amesimama kwenye mlango akiwa hana cha kufanya. Mara baada ya kusimama mlangoni kwa dakika kama moja hivi, Reji hatimaye alifungua mlango kidogo. Ondoka zako, ofisi nisumbue. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo iliyojaa ukauzu, mapigo yake ya moyo yalikita kwa nguvu. Wife, kwani tatizo nini Nimekukasirisha saa ngapi tena? Ulikuwa umeenda wapi usiku nzima? Nilienda Louvre pale, na baada ya kutoka nikaenda kuonana na marafiki zangu. Marafiki gani? Wewe lazima ulikuwa kwa wanawake zako, si ndio? Aliongea Reji huku akivuta mdomo. Hamza alijikuta akishikwa na wasiwasi na hakujizuia kuhisi labda Reji alijua mchana alitoka na Nyakasura na kwenda shopping. Wife, hebu acha basi kuniangalia hivyo. Mimi sikwenda kwa mwanamke yote. Wewe ni mwanamume ambaye hujali kabisa kuhusu ahadi zako. Mimi sitaki kuona. Na usinisumbue. Nina kazi. Aliongea na kisha pale pale alifunga mlango kwa hasira. Hamza alishia kusimama nje ya mlango, akiishia kukuna kichwa na kufikiria ni ahadi gani ambayo hakuitimiza. Baada ya kufikiria kwa sekunde, pale pale alikumbuka na alijipiga kwenye paji la uso wake
kwa kujilaumu kusahau kwake. Oya, alikuwa amemwahidi Reggie kumtembeza katika jiji hilo jana yake. Na kutokana na hilo, Reggie aliongeza siku za kukaa hapo. Lakini Hamza anatoka anaenda kuzurura mwenyewe. Lakini alikuwa amesahau kabisa, na matokeo yake sasa alikuwa akinywa pombe na rafiki yake mchafu na kurudi hotelini kwa kuchelewa. Hamza alijikuta akijilaumu, na hapo alipanga namna ya kuikabili hiyo hali. Lakini hata hivyo alijua Reggie alikuwa na hasira, na hata kama akimbembeleza ingekuwa bure tu. Alishia kurudi katika chumba chake akiwa na hali ya unyonge. Hakujua cha kufanya, na pale aliingia katika mtandao wa WhatsApp na kumtumia ujumbe Eliza baada ya kuona yupo online. Alimwambia kwamba Eliza, unafanya nini? Eliza akajibu, ndio nimemaliza kupika hapa. Vipi, hujalala tu mpaka sasa hivi? Hamza akasema hapana, afu nimekumisi sana ise. Eliza akasema, mimi sikuamini wewe. Upo na mkeo Regina honeymoon huko. Utapata wapi muda wa kunimisi? Hamza akasema, honeymoon gani tena bwana? Tuna siku mbili tu hapa, ila huko kasirika kwake sasa. Dunia isimame nishuke. Eliza akasema, kwa nini kimetokea? Umemkosea tena mkurugenzi? Hamza akasema, nilisahau ahadi yangu kwake ndio maana. Eliza akasema, ndio maana. Unajua wanawake wanajali sana ahadi, hata kama ni ndogo kiasi gani. Kwa nini usimwambie ulipokuwa? Pengine anaweza kukuelewa. Ukimwacha akiendelea kuwa na hasira, ndio atakavyozidi kukasirikia. Ijapokuwa Regina amepitia mengi wakati akiwa mdogo, lakini baada ya kuwa chini ya babu yake na bibi yake alidekezwa mno. Ndio maana ni mwepesi sana ukasirika usipomchukulia serious. Eliza, sasa wewe unaona nifanye nini? Mbona rahisi sana Hamza, upo ndani ya jiji la Paris tayari na kuna maduka mengi sana kifahari. Unaweza kwenda na kumnunulia mkoba au viatu vizuri na kisha kumpatia kama zawadi. Unajua wanawake huwa tunapenda vitu kama hivyo. Lakini mke wangu ni tajiri tayari, kama akipenda vitu kama hivi anaweza kununua tu. Unadhani anaweza kufurahishwa na kitu ambacho anaweza kununua? Wewe Hamza ni mjinga sana. Zawadi inahusiana vipi na mtu kuwa tajiri ama kutokuwa tajiri? Kama umemnunulia wewe, unadhani itakuwa sawa na akinunua mwenyewe? Kwa hiyo hapa ninachopaswa ni kumnunulia nitakachoweza bila kujali anaweza kununua au la. Naona hapo tuko umeelewa. Oya, mimi nataka kuosha vyombo mwanangu, nipumzike. Tutachati basi kesho ukiwa na muda. Sawa, vipi kuhusu wewe sasa, unapenda nini? Nitakununulia zawadi nije nazo ama? Bwana mimi sitaki chochote mie. Wewe mnunulie tu bosi. Nishalewa tayari, hata kama unasema utaki, napaswa tu kukununulia. Mara baada ya kuchati na Eliza kwa dakika kadhaa, hatimaye kichwa cha Hamza kilipata amani kidogo, na alipanga kesho kukipambazuka akamnunulia Regina zawadi ili kuweza kumbembeleza. Msikilizaji, mpaka hapa tumeshajua kwamba kumbe mtu ambaye ni mtu mzima ana kisirani, kasirika sana. Ni kwamba utotoni mwake, udogoni mwake, kipindi upo mtoto, alikuwa anadekezwa sana. Fuatilia sana watu ambao wanapenda kususa, kisirani, kukasirika, ambao ni watu wazima sasa. Utotoni mwao walikuwa wanadekezwa sana. Kwa hiyo asubuhi mara baada ya kufanya mazoezi kidogo, alioga na kuvaa nguo zingine na kisha alitoka nje. Na ila anafungua tu alikutana na sura mwanamke mrembo aliyevalia gauni la rangi ya pink na mkoba wa Chanel pamoja na viatu vya Highlights. Alikuwa amependeza haswa, na ilikuwa ni ngumu sana kuamini alikuwa ni yule ninja maarufu afahamikaye kwa jina la ukungu mweusi. Tunaweza tukamuita Black Fog. Hamza aliuliza kwamba mbona umependeza namna hiyo, una mtoko nini? Black Fog akasema, kaka Hamza, nipo hapa kwa ajili ya kukulinda. Nimevaa hivi ili kuwa karibu yako kama msaidizi. Mimi pia ni msaidizi, na wewe unataka kuwa msaidizi wangu? Hebu acha hizo. Nitakutambulisha kwa mke wangu kama mdogo wangu, sawa? Aliongea Hamza na kumfanya Misi Ukungu kushikwa na aibu za kike. Akasema, sawa kaka, ninaenda kuwa dada yako leo. Aliongea kwa lugha ya Kiswahili japo rafidhi yake haikuwa imenyoka. Msikilizaji, professional killers mara zote wanakuwa na mafunzo mbalimbali tofauti na yale ya kimapigano. Walikuwa wakifunzwa mbinu mbalimbali za kuwafanya kuishi katika mazingira ya kila namna bila kujali tamaduni husika, na hiyo huwafanya kujua lugha zote kubwa duniani. Kiswahili ndio moja ya lugha kubwa ndani ya Afrika. Hivyo alikuwa amejifunza tayari. Hivyo haikumshangaza Hamza kwa mwanamke huyo kujibu kwa Kiswahili, lakini mapozi yake katika kutamka maneno hayo yalimfanya Hamza kukosa neno. Hakuamini alikuwa akijua swaga za wanawake wa Kiswahili. Hamza akasema, we mtoto, usije kuleta tu mchezo. Unajua ninachomaanisha. Aliongea Hamza kumtadharisha, huku sasa akimzodoa kwa kidole kwenye paji lake.
Licha ya wasiwasi wake wa uwepo wa mwanamke mrembo kama huyo, lakini kwa wakati mmoja alifurahi kuwa naye karibu, maana walikuwa wamezoeana. Basi Black Fog akasema, nimekuelewa bro. Mimi nitakuwa dada yako mzuri, ijapokuwa mamangu ni mzungu lakini babangu ni Mwafrika wa Ethiopia. Wote tumechanganya rangi, hivyo ni rahisi kuaminika mimi na wewe ni ndugu. Hamza akasema, umeshajua babako ni Mwafrika wa Ethiopia? Naona umefanya utafiti kujua asili yako. Nakumbuka kipindi ya Smarties anakuokota ulikuwa huna kumbukumbu ya chochote zaidi ya jina lako tu. Msikilizaji, Nightfog mara baada ya kusikia hivyo alionekana kukosa furaha. Ghafla pale alibadilisha mada akasema, kwa hiyo kaka, tunaenda wapi sasa hivi? Master kaniambia nikufuate kila utakapoenda, kama utaki nionekane naweza kukulinda kwa siri. Kwa namna ulivyopendeza hivi itakuwa ni hasara kunilinda kwa siri. Wewe nifuate tu. Ni muda wa kupata breakfast na kisha nataka niende dukani kwa ajili ya kununua mikoba mizuri na viatu. Unataka kumpatia mkeo zawadi ama? Umejuaje? Si kwa sababu mimi ni mwanamke, lakini pia inawezekana unapeleka kwa mpenzi wako mwingine. Aliongea na kumfanya Hamza kugusa pua yake kwa kushikwa na haya. Rohe, kwa sababu wewe ni mwanamke, unaonaje ukinipeleka kwenda kuchagua? Aliongea Hamza akitaja jina la Black Fog. Msichana huyo alikuwa akiitwa Roda, ila walifupisha kwa kumuita Roy. Ndio jina ambalo alipewa na wazazi wake. Wakati Smarties anamuokota, alichokuwa kikumbuka ni jina lake tu. Black Fog maana yake ni ukungu mweusi. Roda wakati anajifunza kuvuna nishati za mbingu na ardhi, aliweza kupata ufunuo wa ukungu mweusi, mbinu ambayo ilimfanya kutembea gizani bila ya kuonekana. Na katika ulimwengu wa kimauaji alifahamika zaidi kwa nickname ya Black Fog, lakini jina lake la kawaida ndio Roy au Roda. Basi akasema kwamba bro, kwa sababu hujui ununua aina ipi, kwa nini usinunue aina zote? Isitoshe kwa hadhi yako na utajiri uliokuwa nao unaweza kuamrisha watu wa kampuni wakuletee. Ya, upo sahihi. Alafu siji kwa nini nimesahau tu, unajua ni swala la kuongea na mzee Pilnot. Aambia wafanyakazi wake kuniletea kila aina ya bidhaa mpya. Roda mara baada ya kusikia kauli ile kutoka kwa Hamza, ajikuta akiangua kicheko na kumfanya azidi kupendeza. Bro, unajua nimejikuta nikigundua umebadilika sana. Yaani ule ujivuni wako umepotea, lakini umezidi kuvutia. Ni ngumu kuamini umekuwa kawaida na unahangaika kumfurahisha mwanamke. Wakati ule na cheo chako cha prince ulikuwa ni kupiga simu tu na kutoa amri. Unajua mimi sikuzaliwa kuwa mjivuni Ni kwa sababu ya master wako na wenzake walinibadilisha tabia. Ila wewe, ila sidhani kama itakuwa sawa kununua kila aina uliokuwa nayo. Nitaongea na Pino achague baadhi tu niletee. Unaonaje? Wewe ndo mwenye kauli ya mwisho bro. Hamza mara baada ya kuona maamuzi yake yamekaa vizuri kuhusu swala la zawadi, pale alichukuana na Roda na kushuka chini kwa ajili ya kifungua kinywa, na muda huo alitumia kumpigia Pino. Basi mzee Pino akapokea simu akasema kwamba my prince, nilikuwa nikisubiria simu yako kwa hamu zote, ila bado sikutegemea kama utanipigia kweli. Mzee Pino, ina maana ulikuwa ukisubiria simu yangu? Ndio. Najua tukio muhimu katika ulimwengu wa siri linaanza hapa Paris mwezi huu. Kwa sababu ya cheo chako nilikuwa na uhakika lazima ungeshiriki. Vipi, haujafika tu Paris? Nataka nikutanishe na mtoto wangu. Kumbe sijawahi kukutana na mtoto wako Ndio, na muda wote ametamani sana kukuona. Ametamani sana kuonana na wewe na kukushukuru kwa ulinzi wako. Kama ni hivyo, unaonaje ukifanya hivi? Nina uhitaji na mikoba ya kike, viatu na vitu vingine kwa ajili ya kumpatia mke wangu. Si familia yako ni moja ya wamiliki wa Gucci? Kwa hiyo itakuwa ni vizuri kama utanikusanyia bidhaa zote mpya na nzuri kwa ajili ya zawadi na uje nazo ili tupate chakula cha mchana pamoja. Itakuwa ni heshima kwangu kama mke wako atapenda bidhaa zetu mpya. Itakuwa ni baraka sana kwetu. Lakini naomba kuuliza, ni wapi mlipo ili niweze kuwafikia ndani ya wakati? Aliuliza, na Hamza pale alimtajia hoteli waliofikia na kumwambia kama ana kazi anaweza kufanya hata jioni, lakini mzee huyo alimwambia anao muda wa kutosha na yupo busy. Kwa sababu Reji alikuwa na ratiba ya kwenda kwenye kampuni asubuhi, angerudi mchana, hivyo ni muda sahihi wa kuonana. Baada ya kupata breakfast, Hamza alitembea na Roda, kuweza kuzunguka katika maeneo ya campers
Sasa Hamza akasema kwamba nilisahau kukuuliza jana, vipi kila kitu kipo sawa ndani ya Buford? Rhoda akasema mzunguko wetu unazidi kukua kila mwaka. Wauaji wengi wanataka kujiunga na kundi letu. Hivyo tumeweka vigezo vikubwa sana kwa ajili ya kuweza kudahili. Ndani ya miaka hii miwili tumechukua watu wachache sana. Master anasema hataki kuchukua watu wengi ili kuendeleza hadhi ya Buford kama ulivyoiacha. Alikuwa hata katika daraja la juu wakati naondoka, lakini naona master wako amefanya kazi kubwa sana kulikoza. Yaani kwa sababu unajua kipindi kile hakutaka kuwa muuaji, ndio maana yani alikuwa katika daraja la juu. Vinginevyo master asingeshika namba 1 kama ilivyo sasa. Vipi kuhusu wewe? Upo nafasi ipi katika kuua? Mimi nimemwangusha tu master. Nipo nafasi ya 9. Hamza mara baada ya kusikia hivyo kidogo tu ateme kahawa aliyokuwa akinywa. Kile umeshafikia level ya 9? Wakati master wako akiwa katika umri wako alikuwa chini kabisa kuliko wewe. Kiufupi kwa spidi yako umemzidi mno. Aliongea Hamza. Hamza aliweza kukadiria uwezo wa Rhoda kuwa katika level ya ukaidi wa asili. Level hiyo ilikuwa ni mwanzo mwa level ya nafsi, na kufikia hatua hiyo sio jambo dogo msikilizaji. Lakini kuingia katika top 10 ya maninja, tena nafasi ya 10, halikuwa swala jepesi ambalo linategemea mafunzo ya nishati pekee. Ilihitajika mbinu nyingi sana za kimauaji, vinginevyo ni ngumu kufikia katika daraja alilokuepo. Lakini kaka, wewe wakati ukiwa na miaka 20 tu tayari uliweza kushinda vita takatifu na kutengeneza jamii ya Inferno ya daraja hisi, na kisha hata kutunukiwa nyota 10 za uguji. Kwa mimi nikijaribu kujilinganisha na wewe najiona kama punje tu katika mchanga. Tatizo mwalimu wako ni roho mchafu, ni sawa tu kuwa na uwezo kumzidi yeye. Inatosha kabisa na huna haja ya kujilinganisha na mimi. Hata mimi nilikuwa chini ya watu vile vile. Ukijumlisha na bahati yangu, naonekana mdhaifu, pengine ndio maana unipende. Hebu acha kuwa mjinga. Wewe ni mdogo wangu wa hiari. Kwa nini sikupende? Aliongea Hamza akimfinya shavu. Rhoda mara baada ya kuona Hamza hakuwa akidanganya, alishia kuvuta pumzi ya uweni huku tabasamu likipamba uso wake. Mimi napenda sana kazi ya kuua, huwa naifurahia mno. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta kikosola kusema, wakati wengine wakipenda kazi ya udaktari, kazi ya kuwa mwalimu, kazi ya nani, kuna watu wanapenda sana kazi ya kuua. Yaani kukuua, yani yeye kukuua ni kwake ni furaha sana. Kwa hiyo Hamza baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta kikosa usemi na kuona kweli Asmantes ameweza kupandikiza roho chafu kwa msichana mrembo kama huyo. Inakuwaje binadamu afurahie kumuua mwenzake? Wakati wakiendelea kutembea, mara tu watu wawili walionekana mbele yao na kumfanya Hamza kuvutiwa nao. Lakini kwa sababu Hamza alikuwa katika hali ya kulindwa, hakutaka kufanya chochote, na vile vile hakutaka kumfanya Rhoda kutumia uwezo wake. Hivyo hakuongea chochote. Lakini ni muda ule uso wa mwanamke huyo ulibadilika mara baada ya kuhisi kitu kisichokuwa cha kawaida, na urembo wake ulipotea pale pale. Ilikuwa ni kama ni mtu mwingine kabisa, sio yule wa mwanzo. Bro, kuwa makini. Kuna kitu sio cha kawaida hapa. Aliongea, na baada ya kuongea hivyo, wala Hamza hata kuonyesha kushangaa sana. Akauliza nini tatizo? Blackfog akasema, angalia hatua 7 mbele yetu. Kuna mwanaume aliyevalia koti la rangi ya kahawia na mwanamke aliyevalia koti ya rangi nyeupe. Ni watu wa Metotide, Gray pamoja na Helena. Oh, kweli unafahamu? Hamza alikuwa akilijua kundi la kimasenari lenye kauli mbiu yao ya uaminifu wa ndani. Kundi hili la Metotide ni la daraja A. Ni kundi ambalo nusu linajitegemea na nusu ipo chini ya Wizara ya Ulinzi. Masenari wao hutokea dunia nzima na walinufaika na ruzuku za serikali ya nchi ya mafuvu. Lilikuwa ni kundi muhimu sana kwa misheni ambazo serikali ya Kifaransa haikutaka kuhusisha wanajeshi wake wa moja kwa moja, ndio hutumia kundi hilo. Jina la Metotide inasemekana lilitokana na silaha iliyotumiwa na Knight Templar ambaye aliyemjeruhi mfalme wa Ufaransa kabla ya kuchinjwa hadharani miaka mingi iliyopita. Wengi wanaamini kundi hili lilikuwa na muunganiko na jamii ya siri ya Knight Templar ambao wamekuwa na kisasi na serikali ya Ufaransa. Kiongozi wa kundi hilo la kimasenari alifahamika kwa jina la Gonzalez, maarufu kama Goliathi wa chuma. Aliaminika kuwa muumini mkuu wa jamii ya Wicca.
akichanganya mafunzo yake ya kuvuna nishati na nguvu za kichawi. Lakini tokea awe kiongozi wa kundi, mara nyingi sana watu waliokuwa na mashaka na uwezo wake. Alikuwa ni kiongozi kwa sababu ya uwezo wake wa kimapigano, lakini bado iliaminika hakustahili hata nyota moja ya ugwiji. Jambo hilo la watu kumshuku alikumfurahisha kabisa Gonzalez. Lakini vile vile alikuwa akiogopa kupambana na magwiji kwa kuhofia uwezo wake ni mdogo. Sasa Rhoda akasema, bro, kutokana na sasa hivi umepoteza uwezo wako, nina uhakika Gonzalez akipata hizi habari atataka kuomba kushindana na wewe ili aingie katika daraja la hadhi ya ugwiji. Unapaswa kuwa makini sana. Mimi na wenzangu tutahakikisha unapata ulinzi wa kutosha. Hamza kusikia hivyo alitamani kucheka, lakini aliona atashtukiwa kama anaigiza kuwa dhaifu. Hivyo alishia kutingisha kichwa kukubali. Akasema sawa, lakini sina uhakika kama watatafuta ugomvi na mimi. Frog akasema kwamba ni ngumu kusema. Baada ya pambano lako na Mr. Black, wengi waliamini uliamua kustaafu kutokana na kupata majeraha makubwa. Kwa mantiki hiyo, lazima Gonzalez atakuwa tu anajua hali uliokuwa nayo na anapanga kutumia kama nafasi. Aliongea Frog, na muda huo Gray na Helena waliwasogelea. Sasa Gray akasema, Black Frog, ni bahati sana kukutana na wewe bwana. Aliongea mwanamume mweusi aliyekuwa na kipara huku akionyesha meno yake yote nje. Metotide na Buford yote yalikuwa makundi katika ulimwengu wa siri. Utofauti tu ni kwamba Buford ni Hitman Guard, wakati Metotide ni kundi la kimasenari kama ilivyo The Eagles au Blackwater. Ni mara chache sana makundi haya kuingia kwenye mgogoro kutokana na utofauti wao wa kikazi. Sasa Blackford akasema ya kwamba haiwezi kuwa bahati kwa sababu hatuna ukaribu. Aliongea hivyo tena kikauzu sana. Akajibiwa kwamba Blackfog, wala hata haina haja ya wewe kuongea hivyo. Hata kama hatuna ukaribu, lakini tunafahamiana. Wote sisi ni watu ulimwengu wa siri, na nakubali uwezo wako katika ulimwengu wa wauaji. Unaonaje tukikaa chini na kuongea kidogo huku tukipata kinywaji? Fog akasema not interested. Gray akajibu, bro, ni kama nakufananisha hivi. Nahisi nishawahi kuona picha yako sehemu ila sikumbuki yani. Aliongea Gray huku sasa akimwangalia Hamza. Na Helena pale pale na yeye alionyesha kushangaa kimaigizo fulani hivi. Sasa Helena akajibu tena, aliongea kinafiki sana. Akasema, Gray, wewe ni mjinga. Unamsahau vipi Lucifer? Mfalme wa kuzimu. Samahani sana mkuu Lucifer. Aliongea Helena kinafiki. Na pale pale yeye na Gray kama vile wametoka ndotoni walimsalimia Hamza kwa heshima, lakini aliwazuia. Hamza akasema, nisha staff bwana, haina haja ya kunionyesha heshima wakati mmeanza kuniita na majina ya utani. Helena akasema, saa mafanikio yako ni makubwa mno, tunakukubali sana. Je, upo hapa kwa ajili ya kushiriki katika kikao cha magwiji? Sijui, maana sijapata mwaliko wote na pia nimekwisha kustafu. Sidhani kama kuna haja mimi kushiriki. Saa kama usipoenda itakuwa ni hasara kwa kikao. Kwa niaba ya wenzetu wote ndani ya Metotide tunakukaribisha sana. Aise, nye, kama mmemaliza naomba muondoke tafadhali. Acheni kumsumbua mfalme wangu. Aliongea Fog akionekana kukosa uvumilivu kabisa. Gray akacheka akasema, mbona una wasiwasi sana? Sisi tunaonyesha tu furaha yetu kukutana na mtaalamu. Gwiji wa hadhi ya nyota 10 au aturuhusiwi? Sasa Helena akasema ya kwamba saa naomba unipe nafasi kukaribisha makao makuu yetu ya Metotide. Mkuu wetu anakubali sana. Nina uhakika ataukaribisha kwa ukaribu mkubwa sana. Aisee, kwa sasa niko busy, hivyo tunaondoka. Aliongea Hamza akakataa mwaliko ule. Gray akasema, basi sio mbaya. Aliongea Gray huku akiwaangalia Hamza na Rhoda wakiondoka katika macho yao. Na ile walivyoona wamewaacha kwa umbali mrefu, waliangaliana. Gray, hivyo hujesi chochote? Mbona hisi kama amekuwa tofauti? Ni kweli kabisa. Ile hali ya ujivuni imepotea kabisa yani. Kimantiki kwa mtu kama yeye asingetaka hata kuongea na watu kama sisi na hata kumtania kwa kumuita Lucifer. Afu kingine, mimi sijaweza hata kuhisi msisimko wote wa nishati za mbingu na ardhi kutoka kwake. Unadhani atakuwa fake ama? Labda itakuwa kweli kuhusu ule uvumi. Nasikia mara baada ya vita yake na Mr. Black alipoteza nishati za mbingu na ardhi. Nadhani itakuwa kweli kabisa, vinginevyo Blackfog
asingekuwa serious namna ile. Tuendelee kufuata maagizo ya kiongozi wetu kujua kweli vizuri bwana, aliongea Gray na kumfanya Lena kutoa tabasamu la uovu, na pale pale alitoa simu yake na kupiga namba fulani. Sasa katika hoteli ya Four Seasons, Regina alionekana ndio kwanza anarudi kutoka kwenye kampuni. Mara baada ya kuingia katika chumba chake, alitupia mkoba wake pembeni na kuvua koti lake, na kisha alijilaza kitandani akivuta pumzi nyingi. Alijihisi upweke ndani ya chumba hicho kikubwa, na alishindwa kujizuia kumkumbuka Hamza kama mshenzi mmoja hivi ambaye badala ya kumbembeleza yeye anaamua kumpotezea, alafu bado hata hakuhangaika kabisa kumtafuta tokea asubuhi. Kadri alivyokuwa akimwazia ndivyo alivyozidi kumchukia. Afu mshenzi sijui ameenda wapi, aliongea huku akitoa simu yake kutoka kwenye mkoba akipanga kumpigia. Lakini mara baada ya kufikia jina lake alisita na alianza kujiuliza, kwa nini ampigie? Mtu mwenyewe hajali, kwa nini ampigie sasa? Reggie alijikuta akisaga meno kwa hasira na kuweka simu pembeni, huku kwa wakati mmoja akihisi njaa kali, na pale pale hakuwa na jinsi na kuchukua simu ya hoteli na kupigia jikoni. Alihisi uvivu kwenda kula peke yake. Sasa ile anataka kupiga simu, kengele ya chumbani kwake iligonga na alijua ni Hamza ndio anayegonga, na alijiandaa kumfokea na kumnunia, lakini ile anafungua alishangaa kuona ni meneja wa hoteli akiwa amesimama na tabasamu pana usoni. Meneja akasema ya kwamba Miss Regina, sorry to bother you. Aliongea na Reggie akajibu ya kwamba it's nothing, what's wrong? Yule meneja aliongea kauli ya Kiingereza akimaanisha kwamba watu wanaofahamika kwa jina la Franco Pino na Henry wana zawadi zake na wapo chini wakiomba kama wanaweza kupandisha kumpatia. Regina mara baada ya kusikia majina hayo ni kama alishawahi kuyasikia, na mara baada ya kufikiria kwa kina akili yake ilifanya kazi na kumfanya awe na wasiwasi kidogo. Reggie kwa mashaka sana kauliza kwamba unamzungumzia Pino wa familia ya Peanut na mwanae au ni watu gani? Meneja akasema ndio, nadhani utakuwa unawafahamu. Wametoa maagizo kabisa kwamba mlengwa wanemtafuta ni wewe. Ni tajiri Peanut kutokea Caring, tajiri maarufu anayefahamika dunia nzima. Aliongezea munyu meneja huyu, huku sasa akimwangalia Reggie kama vile haamini kama kweli ndio mlengwa. Reggie alijihisi ni kama ubongo wake umekuwa mdogo ghafla. Haijalishi alikuwa na kile kiasi gani, hakuweza kujua kwa nini tajiri namba 1 katika ulimwengu wa fashion amekuja mwenyewe hotelini kwa ajili ya kumpatia zawadi. Ni kweli Reggie alikuwa na utajiri wa dola bilioni 10 akiwa mwanamke wa kwanza kwa Afrika, lakini asingeweza kujilinganisha kabisa na mtu kama Franco Pino ambaye familia nzima inamiliki zaidi ya dola bilioni 100 na ushe huko. Ukweli kwa tajiri kama huyo, pesa ilikuwa ni utambulisho tu wa mali zinazoonekana ambazo anamiliki, lakini sirini nani anajua ni kiasi gani anamiliki. Cha kushangaza zaidi ni kwamba tajiri huyo na mwanae wamekuja mpaka hotelini hapo na kuomba kabisa kuonana naye kwa ajili ya kumpa zawadi kwa kupandisha chumbani kwake. Msikilizaji, ifahamike kwamba hata kama Reggie angeomba kufanya kazi na kampuni yao, asingeweza kabisa kutana na tajiri huyo zaidi ya wafanyakazi wake tu. Yaani ni sana wewe umeenda kuomba kazi kituo cha Azam TV, alafu kufika tu pale mapokezi, bosi kabisa mmiliki wa Azam anahitaji aonane na wewe ili kuweza kukusikiliza na kukupatia nafasi unayotaka, ikiwezekana hata kukupandisha juu zaidi. Wewe utajisikiaje? Wakati ulipaswa uishie tu kwa siji nani tu, tena akwambie weka hapo barua yako uondoke. Kwa Reggie alishia kudhibiti hisia zake na kisha alitengesha kichwa. Akasema nashuka kuonana nao. Aliongea Regina akiamini itakuwa heshima kama yeye ndio ataenda kukutana nao na sio wao kuja kuonana naye. Meneja hakuwa na maswali mengi na pale pale alimchukua Reggie na kushuka naye. Sasa ile wanafika katika ukumbi wa eneo la mapokezi, Reggie alijikuta kishangazwa na kile kilichokuwa mbele yake. Katikati ya ukumbi huo kulikuwa na sehemu ambayo ilikuwa na package nyingi sana, na mikoba yote ilikuwa ni ya kifahari kutoka katika kampuni ya Caring. Regina licha ya kutokuwa na muda wa kutembelea sana maduka ya kifahari, lakini hakuwa mshamba wa bidhaa halisi za Gucci. Kwa haraka sana aliweza kugundua thamani ya kila bidhaa iliyokuwa ndani ya hilo eneo. Kwa mahesabu ya haraka aliamini itakuwa ni zaidi ya euro milioni 4
na zaidi. Kulikuwa na mabodyguard wa kizungu kulia na kushoto waliokuwa wakitoa ulinzi kwa bidhaa hizo. Kulikuwa na mwanaume mzee hivi na mwingine wa makamo waliokuwa wamesimama na walijawa na tabasamu mara baada ya kumwona Reggie. Sasa Reggie akauliza kwamba Mr. Pino, mimi ndiye unanitafuta? Aliuliza Regina baada ya kuwatambua, maana ni kama hakuwa na uhakika kama yeye ndio kweli anatafutwa. Sasa Mr. Pino akasema ya kwamba nina furaha sana kwa kuhudumia wewe madam, na naamini ya kwamba zawadi hizi utazifurahia. Reggie akasema Mr. Pino, tafadhali naomba sio hivyo. Mimi ni mfanyabiashara wa kawaida kabisa, nadhani mtakuwa mmenifananisha na mtu mwingine. Ongea Regina kwa wasiwasi. Na hali ile ilimfanya yule mzee kuona Reggie hakuwa na uelewa wote kuhusu mzee ni nani. Basi akasema kwamba samahani sana madam kwa kutokukupatia maelezo ya kutosha. Tupo hapa kwa ajili ya maagizo ya mume wako. Tupo pia na miadi ya kuonana na Mr. Hamza kwa ajili ya chakula cha mchana. Nadhani utaelewa kila kitu akishafika hapa. Reggie akauliza, unamaanisha hizi zawadi zimetoka kwa Hamza? Aliuliza Regina akiwa katika mshangao mkubwa, na pale pale alijikuta akijua ni hisia gani zimtawale. Alijiuliza ni surprise gani ambazo Hamza ataendelea kumfanyia mpaka kuja kuacha. Mr. Alec, Dr. Ronicus na Paco walitosha kabisa kumshtua moyo wake, lakini awamu hiyo ni tajiri mkubwa duniani tena na mwanae. Japo ni kweli Hamza alishamwambia anajuana na watu wengi maarufu ambao wanaweza kumsaidia katika biashara zake, lakini Reggie hakuwahi kuanza kati ya watu hao. Ni tajiri huyo. Afu kilichomfanya zaidi Regina kujisikia vibaya ni kwamba Pino na mtoto wake wote walikuwa wakimwonyesha heshima kwa kumnyenyekea. Sasa akasema kwamba Mr. Pino, samahani naomba kuuliza, Hamza ni nani kwani? Imekuwaje yani mkafahamiana? Aliuliza na kumfanya mzee Pino kushikwa na haya kidogo. Mzee akasema kwamba kitu pekee tunachoweza kusema ni kwamba Hamza ni mfadhili wetu. Tumeweza kuilinda kampuni yetu zaidi ya washindani wetu kwa msaada wake. Regina mara baada ya kusikia hivyo alishangaa na kujiuliza Hamza amefanya nini mpaka kulinda kampuni hiyo? Kwa uwezo upi yani? Sasa mzee Pino akasema madam, hizi zawadi zipelekwe chumbani kwako au sehemu nyingine. Reggie akasema Mr. Pino, hizi zawadi ni nyingi sana. Sidhani kama zitatosha katika chumba changu. Pia sidhani kama Hamza ndio aliyezichagua. Mr. Pino akasema kwamba hapana, hizi zawadi ni Mr. Hamza mwenyewe aliyezichagua. Mr. Pino aliamua tu kumpigia pasi Hamza. Reggie akasema kwamba lakini hata kama ni yeye kweli zitajaa chumba kizima na kuacha nafasi au? Kabla hajamaliza kuongea alimgeukia meneja akamuuliza kwamba kuna chumba kingine kipo wazi. Meneja akajibu ndio, kuna kingine. Asapino akasema hebu andaa chumba hicho kwa ajili ya madam na hizi zawadi zitapelekwa katika chumba chake. Msikilizaji, kuna mtu angesikia kinachoendelea hapo angemwona mzee huyo amegeuka kuwa kichaa. Yani chumba cha mamilioni ya hela anataka kugeuza kuwa store ya kuhifadhia zawadi. Jamani, wakati wewe tu hapo kapuku kama mimi hapa tunasikilizana sasa hivi. Hizo zawadi mbona tungebanana nazo humo? Ziweke chumba kingine ziibiwe. Lakini mtu huyo aliyetoa maagizo ni tajiri mkubwa ndani ya nchi ya mafuvu. Hivyo meneja hakusita hata kidogo na aliondoka kwa ajili ya kuandaa chumba hicho. Regina siku zote alijiambia alikuwa akijua kutumia hela, lakini mara baada ya kuona jambo hilo, bwana anajiona ni wa kawaida sana. Asapino kwa heshima sana akasema madam, walinzi wetu watazipeleka zawadi hizi. Ni matumaini yangu utazipenda. Reggie mpaka muda huo hakujua ajibu nini. Maana yeye mwenyewe alikuwa akijiuliza mwanamume aliyemwona ni nani? Basi muda huo sauti kutokea nje alisikika ikisema kwamba haya mzee Pino. Alikuwa si mwingine ni Hamza. Alikuwa akiingia ndani ya hoteli hiyo akiongozana na Roda. Hamza mara baada ya kumuona mzee huyo alicheka kwa furaha na kumsogelea. Samani kwa kukawia kurudi, nilitoka mara moja, aliongea Hamza akionekana kutokujali kabisa vitu vilivyokuwa kwenye sakafu. Kwake yeye alijua mzee Pino ni mtaalamu, hivyo haikuwa na haja ya kuangalia ameleta nini. Muda ule mzee Pino alitaka kupiga kelele na kuita Prince, lakini alijizuia mara baada ya kukumbuka uwepo wa Reggie katika eneo hilo, na haraka sana alimshika mkono mwanae Henry na kumsalimia Hamza kwa pamoja. Wakamuita Mr. Hamza. Hamza akasema huna haja kuwa hivyo mbele yangu. Tena ndugu yako kama mimi. Aliongea Hamza akiwa na tabasamu
na kumshika mzee Pino na mwanae Henry mabega. Kilichoshangaza watu ni kwamba licha ya Hamza kuonekana mdogo, lakini alikuwa ni kama mtu mzima kwa mzee huyo na mwanae. Basi Henry akasema ya kwamba, Mr. Hamza, nimezisikia habari nyingi sana za kwako kutoka kwa baba. Natumaini siku za usoni nitaweza kuwa na mchango mdogo kwako. Hakuna shaka kabisa. Unaonaje ukimtumia mke wangu mara moja baadhi ya bidhaa mpya kila zinapotoka nchini Tanzania? Nina hakika atafurahi sana. Aliongea Hamza huku akimkonyeza Reji. Reji mara baada ya kuona namna Hamza alivyokuwa akijiachia mbele ya watu, aliamini hakuwa akiota na kila kitu ni kweli. Nitatuma hela kwa ajili ya kununua. Sidhani kama itakuwa vizuri kupokea bure tu, aliongea Regina. Hamza aliweza kuona maneno ya Regina hayana ukweli wowote, maana namna alivyoangalia ulinzi hao wakibeba zawadi hizo kuzipeleka juu, alionekana kuwa na shauku kubwa. Unajua msikilizaji, wanawake wanapenda zawadi za kifahari mno. Ni rahisi sana kumlegeza mwanamke kupitia zawadi kuliko maneno. Kwa macho ya Regina, Hamza aliona kabisa Eliza alikuwa sahihi. Haikujalisha mwanamke ni tajiri kiasi gani, lakini siku zote hupenda kupokea zaidi zawadi hata kama ana uwezo kununua. Maneno bila vitendo haikutosha, kwa sababu mwanamke siku zote anataka kuona kile mwanamume, yani anataka kuona kile mwanamume anachomfanyia na sio kile anachoambiwa. Kama mwanamume unanisikiliza, naomba ulielewe hilo. Punguza maneno, ongeza vitendo kama Mr. Hamza. Sio tu nitakununulia cheni, nitaenda kujitambulisha. Maneno yawe machache, vitendo viwe vingi. Hapo utaheshimika sana na mwanamke wako, okay? Sasa kwa muda huo Roida alisogea mbele ya Regina kwa ajili ya kumsalimia. Akamwambia, "Hello sister Regi." Regi akasema, "Yo." Muda huo sasa ndo Regi aligundua Hamza alikuwa ameongozana na msichana ambaye silika yake haikuwa ya kawaida hata kidogo, na alishindwa kujizuia na kumwangalia Hamza na macho makali. "Mbona umtambulishe?" "Wife, huyu ni dada yangu wa hiari, anaitwa Roda. Mwalimu wake ni rafiki yangu. Najua maelezo hayajitoshelezi, lakini nitakueleza vizuri baadaye." Sister Regina, wewe ni mrembo mno. Ni mara yangu ya kwanza kuona mwanamke mrembo sana kutoka Afrika kama wewe. Ndio maana kaka Hamza amekubali kukuoa, aliongea Roida kwa dhati kabisa. Na Regi mara baada ya kuona tabasamu la msichana huyo, alijikuta akivuta pumzi ya uheni. Alimuona kama msichana mdogo wa kawaida ambaye pengine ni kweli ni mdogo wake Hamza. Asichokijua Regi ni kwamba muonekano aliokuwa nao akionyeshewa na Black Fog ulikuwa na maigizo tu. Sasa Regi akasema, "Na wewe pia ni mrembo mno. Naona umechanganya rangi kama Hamza. Wewe ni raia wa nchi gani?" "Babangu ni Mwafrika wa Ethiopia, mamangu ni Mgreki." Wewe ndio uliyefika kumtembelea Hamza asubuhi na kutoka naye?" "Ndio, nilimsindikiza kwa ajili ya kumsaidia kukuchagulia zawadi zako. Amehangaika kweli kweli." "Dada, niseme tu umebarikiwa mno kwa kuwa na mume bora kama Hamza." Kumbe." Regina alijikuta akimwangalia Hamza na kidogo alijisikia amani. Hata ile hali ya kumchukia Hamza ilimpotea. Sasa Hamza mara baada ya kuona pasi ambazo Roida amempigia zilimfikia vilivyo Regina, alishindwa kujizuia na kumuonyeshia kidole gumba. "Mke wangu, mbingu na ardhi ndio mashahidi zangu. Unajua muda wote nakufikiria wewe tu. Lakini wewe unadhani mimi nimetoka kwa ajili ya kwenda kutafuta mwanamke? Nijisikie uchungu kweli kweli. Basi tu yani. Uaminiki kwa sababu na mambo mengi sana ya chini chini ambayo yanaendelea. Ila nimeamini maneno ya Roida. Anaonekana kuwa msichana mpole na msafi. Sijui hata kwa nini anakujali nyang'ao mkubwa kama wewe." Hamza mara baada ya kusikia maneno hayo alitaka kucheka kwa sauti, huku akijiambia right Regina angeona mambo ambayo Black Fog alikuwa akiyafanya jana kumtega. Regina mbona angedondosha jicho. Mzee Pino na mwanae hawakutaka kula chakula katika hoteli hiyo, hivyo waliungana na Hamza na Regina na kuingia kwenye Rolls Royce kuelekea katika hoteli ya kifahari kwa ajili ya chakula. Sasa upande wa Regi aliona anapoteza muda sana, kwani bado alikuwa akitakiwa kushiriki katika party ambayo imeandaliwa na wafanyabiashara. Mzee Pino mara baada ya kusikia maelezo ya Regina kuhusu kushiriki, alionekana kuelewa jambo. Akasema kwamba, "Madam, unazungumzia tafrija iliyoandaliwa na familia ya Alice, sio? Henry pia amealikwa katika hiyo sherehe na anaenda kuwakilisha kampuni yetu ya Caring. Kama utajali, tutakupeleka moja kwa moja." Aliongea, lakini Regina alitingisha kichwa kataa. Akasema, "Mr. Pino,
licha ya uhusiano wako na Hamza, mimi sitarajii kutumia ukaribu wenu kwa ajili ya masuala yangu ya biashara. Nataka tu kutumia uwezo wangu binafsi kushinda deal. Akajibiwa, lakini madam, kuna madaraja ukifikia kama mfanyabiashara, muda mwingine huwezi kufanya kila kitu kwa uwezo wako binafsi. Ya ni kweli, ila nataka tu kujaribu kuona ni umbali kiasi gani naweza kwenda kwa uwezo wangu binafsi. Mzee Pino, tafadhali usije ukaingilia masuala ya kibiashara mke wangu, maana hapendi. Mara baada ya baba na mwana kusikia hivyo, hawakuongea zaidi na badala yake waliingia dining kwa ajili ya chakula mpaka kumaliza. Sasa baada ya Mzee Pino kuondoka, upande wa Black Fog aliaga pia kwamba anaondoka, lakini hakuondoka bali alijificha tu asionekane kwa Regina. Regina na Hamza wairudi chumbani. Regi alishia kuangalia maboksi na mifuko ndani ya chumba hicho na kuona ni kama bado yupo ndotoni. "Wife, umependa zawadi zangu?" aliuliza Hamza, huku sasa akimshika Regi kiuno huku akiwa anatabasamu. Lakini ghafla tu Regi aligeuka na kumwangalia Hamza kwa macho makali, akamwambia, "Wewe, hebu naomba niambie, wewe na Roda nini kinaendelea kati yenu?" Kumekucha. Hamza alijikuta akishangazwa na swali lile, kwani hakuwa amejiandaa kabisa kama Regina angeuliza ile swali. Alidhania alikuwa ameishia pale pale bwana. "Wife, si nishakwambia yule ni mdogo wangu wa Yare." "Wewe, nilikubali kishingo upande pale kwa sababu ya wageni. Hivyo nadhani mimi ni mjinga? Yaani utoke naye asubuhi halafu uje uniambie kwamba mmetoka kuchagua zawadi. Unadhani mimi ni mtoto wa miaka 3 kwamba nitakubaliana na kile unachoongea, si ndio?" Hamza alijikuta akishindwa kujua namna ya kujitetea. Hakudhania Regina angeweza kugundua kuna kitu kinachoendelea kati yake na Roda. Ukweli aliamini katika uigizaji wake pale Regina asingejua kitu, lakini matokeo yake Regina alionekana alikuwa akiwachora tu. "Wewe na huyo mdogo wako mnadhani mimi ni mjinga sana, si ndio? Kwamba nitaamini kila mnachoongea?" "Wife, hebu acha basi kufikiria mbali. Ni kweli hakuna kilichotokea kati yetu. Najua kwa sasa unasema kweli, maana kwa mtu aliyekosa aibu kama wewe, huwezi kuficha kama kweli kuna kilichotokea. Mke wangu, hebu tuachane basi na hayo kwanza. Unaonaje ukiangalia ni zawadi gani zitakuvutia zaidi? Angalia kama kuna gauni unaweza kuvaa usiku wa leo kwa ajili ya Royal Invitation." Regina alikuwa na shauku kuhusu zawadi hizo, hivyo hakutaka kuendelea na mada hiyo pia. Afistoshe alimfahamu Hamza. Alikuwa muhuni na amekubali kuishi naye hivyo hivyo tu kibishi. "Kwa sababu ya Mzee Pino nitaangalia, ila sio kama najali sana vitu kama hivi." Anaongea akigeuka na kuanza kuangalia vitu vile akiwa amechuchumaa. Kulikuwa kuna nguo, mikoba, viatu na baadhi ya vitu vya thamani ya juu sana. Na alitoa kimoja baada ya kingine. Kadri alivyokuwa akikagua zawadi hizo, uso wake ulijaa furaha huku macho yaking'aa. Alifurahishwa zaidi na aina ya mikoba ambayo ameletewa na kumfanya achizike na kioo kwa kujigeuza. "Hamza, hivyo unaonaje urembo wa huu mkoba? Mbona ni kama mnyororo wake ni mrefu sana? Kwa wewe kila utakachovaa kinakupendeza na huo mkoba ni mzuri pia, kwa hiyo sio tatizo." "Vipi na gauni? Naona kama ni vile chini limepoa sana mwilini." "Ni nzuri sana kwa umbo lako. Ukivaa lazima litakupendeza. Kwa kama nikivaa ili nitumie na mkoba upya naona kama uwanjano ni kama vya ndani hivi." Mimi mwenyewe sijui chochote sana kuhusu mavazi ya wanawake." "Hivi kwa nini upo hivyo wewe? Mimi nakuuliza ni kipi hapa kitanipendeza, sijakuuliza ujuzi wako kwenye mavazi ya wanawake. Wewe ukoje?" "Nadhani hilo la rangi nyekundu litakukaa zaidi vizuri na huo mkoba." "Mimi naona ile la pinki ndio zuri zaidi. Ile jekundu ni kama litanifanya naonekane mzee." "Kama ushachagua hilo tokea muda mrefu, kulikuwa na kuna haja gani ya kuniuliza? Hivi kwa nini unakosaga uvumilivu?" "Wife, uendelea kuchagua. Mimi naenda kupumzika kidogo." Kwa hiyo unachukia kuwa na mimi hapa sio? Kunisaidia kuchagua kipi ambacho natakiwa kuvaa, unahisi kama na kuchoka, yani na kuchosha sana. Unajisi kuchoka, si ndio? Sijamaanisha hivyo mke wangu. Afu kwa nini nichukie kuwa na wewe mke wangu? Unaja kujielezea sana, kila kitu kipo wazi. Kama umenichoka unaja kuendelea kubakia na mimi. Nenda kamtafute Roda. Anaongea kiasira na kisha aligeuka na kuendelea na uchaguzi wake. Hamza kuona vile hakutaka kuondoka tena. Na alitembea na kumkumbatia Regi kwa nyuma akamwambia mke wangu Regi akasema bwana ondoka. Sitaki kuondoka. Nataka kuwa na wewe. Wewe umesema unaenda kupumzika. Sitaki kusumbua, hivyo wewe ondoka tu. Ondoka zako, huna haja ya kujisumbua.
Mke wangu, sio na hasira basi. Ijapokuwa sijui sana kuhusu mitindo ya kimavazi, ila nitakusaidia kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba unapendeza. Aliongea Hamza kwa sauti ya kubembeleza. Sema mke wangu, muonekano wako unavutia mno, na hizi nguo ni kama umetengenezewa kuvaa wewe tu. Regina ambaye alikuwa ameshikilia sketi mara baada ya kusikia maneno hayo, ajikuta kitabasamu kisirisiri kwa furaha. Wewe ni muongo tu. Umeweza hata kuniigizia wewe na yule mwanamke na kuniona mimi ni mjinga. Mke wangu, hebu achana basi na hayo yaliyopita. Utajua mwenyewe, ila jua tu umenifanya nisiwe na furaha na wewe tena. Wife, hivi nifanye nini wewe na furaha, Unajali sana mimi kuwa na furaha? Lazima nijali furaha yako mke wangu. Basi nataka unisaidie kuchagua vazi kwa ajili ya kwenda kwenye party leo usiku. Aliongea Regina na kumfanya Hamza angalie nguo zilizokuwa chini hapo. Hamza alijiambia kuwa kama angejua asingemruhusu mzee Pino kuleta nguo nyingi namna hiyo. Lakini kwa sababu alitaka kumfurahisha Regi, alishia kung'ata meno na kumsaidia mrembo huyo kuchagua. Mara baada ya kuchagua karibu nguo zote zilizokuwa hapo, Regi alionekana kutokuridhika. Na walitoka kwenda kwenye chumba kingine kuangalia zingine. Hamza baada ya kuingia kwenye chumba hicho cha hoteli na kukuta zawadi nyingi, alitamani kumpigia simu mzee Pino na kumfokea. Baada ya kuchagua kwa muda mrefu, hatimaye Regi alipata vazi ambalo lilimridhisha na kumkaa vizuri mwilini. Katika mavazi yote waliochagua kutokana na uzuri wake, Hamza hakuelewa kwa nini Regi alichagua vazi la namna hiyo. Wife, hii kazi ni zaidi ya kupigana na watu zaidi ya 100 ise. Aliongea Hamza akiwa ameshika kiuno na kuvuta hewa ya weni. Regina muda huo alikuwa na tabasamu pana akijigeuza tu kwenye kioo. Nani kakuambia uvunje ahadi yako? Wewe unaahidi mwenyewe kwamba ungenitembeza lakini ukapotezea. Wife, tatizo wewe ulikuwa una kazi, sasa mimi ningekutembeza vipi? Kazi visingizio tu. Wewe sema hutaki kutoka na mimi kwa sababu upende usumbufu wangu. Hamza alimwangalia mwanamke huyo namna ambavyo amevimba mashavu na kujikuta akicheka. Mke wangu, nimegundua siku hizi unazidi kupendeza na kuvutia. Kipindi kile tulipokutana kwa mara ya kwanza, hukuwa kama hivi, ulikuwa kauzu mno. Wakati tunakutana hatukufahamiana. Na kwenye kampuni mimi nisingekuwa kama hivi, la sivyo wafanyakazi wasingenichukulia serious. Ya, nakubali, ila napenda ulivyo sasa hivi. Sweet and silly wife. Hamza aliongea hivyo na Regi aligeuka kujiangalia kwenye kioo kana kwamba anaangalia muonekano wake unaendana na maneno ya Hamza. Yaani unavyoongea ni kama ni umenigeuza kuwa rafiki yako, tena rafiki uliyezoeana naye miaka mingi sana. Nikikufanya rafiki kwani itakuwa ni vibaya? Kwanza marafiki wenyewe unao. Ninao kutosha tu. Wewe unadhani mimi sina marafiki? Eliza, Priscilla, Yones, wote ni marafiki zangu. Alafu tena kitu ambacho usichokijua, nina rafiki yangu wa karibu sana ambaye yupo Spain kwa muda mrefu tu. Hata ananiona nimebadilika na kuwa kama mtoto. Hamza hapo alimshika mkono na kumvuta kwake na kumfanya sasa wote wao wamekumbatiana mbele yake. Unafanya nini sasa, wife? Unajua napenda namna unavyobadilika kutokana na mazingira. Napenda namna ulivyokauzu kwa watu kama sio. Lakini kwangu unakuwa kama mtoto. Aliongea Hamza. Regina hakujitoa katika kumbato lile. Badala yake alijiangalia pia kupitia kioo namna Hamza alivyomkumbatia kwa nyuma. Kweli. Kwa hiyo unapenda nikiwa kama mtoto Sana. Kwa watu wengine kuwa kauzu tu, lakini pia kuwa boss kwao. Ila kwangu nataka uwe mtamu kama sukari. Kwa hiyo nyinyi wanaume ndo mnapenda wanawake hivyo, si ndio? Mimi sijui kwa wengine, sifahamu kwa wengine. Lakini ninachojua ni kwamba mimi nakupenda zaidi unavyokuwa karibu yangu na kuniganda. Unamaanisha nini kukuganda? Ni kwa sababu ya kutaka kujua ulipo siku hizi ndio maana unasema nakuganda? Unataka niwe na wewe muda wote? Ndio, natamani kuona ukaribu wetu ukizidi kuongezeka siku hadi siku. Mara baada ya kusema hivyo, aliinamisha kichwa chake na kumchum chini ya sikio lake la kulia. Regi kuona hivyo alianza kujipinda. Bwana unafanya nini? Hamza hakujibu na badala yake aliendelea kumchum Regi kutoka sikioni na kushuka mpaka shingo. Sasa kitendo kile kilimfanya Regi kuanza kushikwa na msisimko wa juu sana na kumfanya avute hewa nyingi huku macho yake kilegea. Hamza kuishia pale, alimsukumiza kwenda kuegamia wardrobe na kuendelea kumchum taratibu sana. Asa Regi alijikuta pumzi zikianza kuisha na kujaribu kumsukuma Hamza, lakini nguvu zilikuwa kidogo sana. Mke wangu ni mzuri sana.
aliongea Hamza, huku sasa akiendelea kuutalii mkono wake kwa mrembo huyu Reggie. Regina mwili uzidi kupata moto. Hakuwahi kupandwa na hisia za ajabu namna hiyo na kumfanya ashinde kufanya chochote kama Zuzu. Hamza mara baada ya kumchum tena hakutaka kutulia na badala yake alianza kutoa ushirikiano huku akisikilizia msisimko wa mikono Hamza ilivyokuwa ikitalii mwilini mwake. Sasa Hamza alimbeba Reggie juu na kumweka kitandani, na alipokuwa akitaka kufungua vifungo vya shati lake, kengele ya chumba hicho ilianza kulia. Josh aliita kwamba mkurugenzi. Bosi Regina, muda umewadia, upo ndani? Hamza alishia kujitoa juu ya Reggie. Na mrembo huyo alijikuta akipaniki kidogo kisha kukaa kitako. Hamza muda huo alikuwa akimtukana ndani kwa ndani Josh kwa kuja wakati mbaya, ili hali yeye alipanga kumlegeza Regina na hatimaye kumega tunda bana. Pumbavu zako Joshua. Jiandae uvae suti haraka, tunaondoka, aliongea Regina ambaye alianza kujiweka sawa. Wife, unaonaje baadaye tukirudi tukiendelea? Don't push yourself too far. Hamza alijikuta akinywea na kujiuliza imekuwaje amebadilika tena na kuwa mkali. Regina mara baada ya kumwangalia Hamza alivyoongea aligundua maneno yake yalionekana kuwa makali. Na mwisho sio haraka. Tunacho cheti cha ndoa, hivyo sisi ni wanandoa halali. Ukiendelea kunifurahisha, fursa haitoacha kujitokeza. Mke wangu, kwa sababu umesema hivyo, mimi nimepata uweni. Nitahakikisha na kufurahisha ili nipate fursa. Ila mke wangu, kifuani upo vizuri. Hamza mara baada ya kuongea hivyo, Reggie alishikwa na aibu kiasi cha kumpiga Hamza teke. Akamwambia kaa kimya, naacha kuongea ujinga. Sasa Hamza yeye alijikuta akiwa na furaha ndani kwa ndani baada ya kugusa eneo muhimu sana kwenye mwili wa mrembo huyo. Hamza mara baada ya kufungua mlango, Josh alionekana kushangaa baada ya kumuona, lakini alipotezea haraka na kuweka muonekano wa kiume. Pole kwa kazi Mr. Hamza. Asante meneja, na pole kwa kusubiria muda mrefu, aliongea Hamza, na Josh alishia kuangalia maboksi ya zawadi yaliyokuwa kwenye sakafu na alijikuta akiwa katika hali ya mshangao mkubwa. Mr. Hamza, hivi ni usiulize maswali yasiyohitajika. Nenda kanisubiria kwenye gari na kuja, aliongea Regina na kumfanya Josh atingishe kichwa kuondoka baada ya kuona Regina amekuwa mkali. Hamza aliishiwa na maneno. Tabia ya Reggie kubadilika ilimfanya kuonekana ni namna gani alikuwa na zaidi ya nafsi moja. Nenda kabadilisha uvae sote. Unamwangalia nani? Nenda kabadilisha bwana nguo. Sawa, naenda, aliongea Hamza huku akitabasamu kizembe. Dakika 15 mbele, Reggie na Hamza walikuwa ndani ya gari wakielekea Paris Intercontinental Hotel kwenye tafrija. Hasa mara baada ya kufika nje ya hoteli hiyo, kulikuwa na magari mengi ya kifahari na watu wengi waliovalia mavazi ya bei ghali walishuka na kuingia katika hoteli hiyo. Harufu ya eneo hilo ilikuwa ni ile ya ukwasi wa pesa nyingi sana. Alice's Party ndio jina rasmi la tafrija hiyo, na ni sherehe ambayo hukusanya matajiri na wanasiasa wakubwa. Ingawa ilikuwa ya watu binafsi, ilikuwa ni muhimu sana kwa watu wengi kuhudhuria kwa ajili ya kujenga connection za kibiashara. Katika biashara, ukishafikia daraja fulani msikilizaji, biashara zako zinategemea zaidi connection na watu. Ijapokuwa mara nyingi katika sherehe kama hiyo hakuna mikataba ya kusainishana, ilikuwa ni fursa ya kufahamiana na matajiri wengi na wafanyabiashara. Sasa kwa kampuni kwa kampuni ya Dosam, kama wangetaka kuimarisha na kustawisha kampuni yao katika soko la Ulaya, sherehe kama hiyo ilikuwa ni fursa kubwa. Waandaaji walimpatia Regina mwaliko wa sherehe hiyo kwa kutambua uwezo wake, lakini kuhusu swala la ushirikiano wa kibiashara ingetegemea na juhudi zake mwenyewe. Hamza na Regina mara baada sasa ya kuonyesha Royal Ball invitation cards, waliruhusiwa kupita na kuingia ukumbini pamoja. Hawakusimama hata sekunde. Wahudumu waliwasogezea champagne na kila mmoja akachukua. Muda huo waliweza kuona mwanaume na mwanamke weusi tu walioshikana mikono wakiingia ndani ya eneo hilo. Mwanaume alikuwa amevaa mavazi ya suti na tai nyekundu, na mwanamke alikuwa mrefu mwenye nywele zilizoachia mabegani. Wote wawili walionekana kuwa na umri wa miaka 30 hivi. Mwanaume yule alionekana kumtambua Reggie na kumpungia mkono, huku kwa wakati mmoja akiwa na tabasamu la kumkejeli.
Yule mwanaume akasema kwamba nimesikia kutoka kwa wafanyakazi wako na wewe umekaribishwa kwenye sherehe hii. Nidhani wamekosea bwana, ila sikutarajia ni kweli utakuja hapa. Mkurugenzi Zuberi, mimi sikujua na wewe kama upo hapa Paris. Umekuja kwa maagizo ya bodi ya kurugenzi au upo mapumzikoni? Aliuliza Regina huku akiweka koo lake vizuri, na kwa haraka ilionekana kama kuna uhasama kati yao. Hamza alimfikiria kwa kina bwana huyo na jina lake, na ilionekana kukumbuka kuwa Eliza alishawahi kumzungumzia. Kilimanjaro Group ilikuwa ni kampuni kubwa yenye makazi yake ndani ya jiji la Mwanza. Inasemekana mwanzilishi wa kampuni hiyo aliishi nje ya nchi kwa miaka mingi, na alivyorudi nchini ndio alifungua kampuni hiyo ambayo ilijihusisha na masuala ya mabank, real estate, burudani na mahoteli. Ni moja ya kampuni kubwa sana ndani ya Tanzania. Msikilizaji, kumbukwe ya kwamba kampuni ya Dosam pia ilijihusisha na mahotel, real estate, ujenzi na mitindo. Hivyo moja kwa moja ilikuwa katika ushindani na kampuni ya Kilimanjaro. Miaka kadhaa nyuma, Kilimanjaro ilikuwa ni moja ya kampuni kubwa ndani ya Tanzania, lakini sasa mara baada ya Regi kushika hatamu ya uongozi wa kampuni, ilipigwa gap kubwa mno kutokana na staili ya kibiashara aliyokuwa nayo Regina. Swala hilo sasa lilifanya mambo kuwa magumu kwa Zuberi Dafa ambaye alikuwa ni mkurugenzi. Zuberi Dafa mara nyingi kila alipokuwa akifanya kosa alikuwa akilinganishwa na Regina katika vikao vya wakurugenzi wa bodi kwa kuambiwa hakuwa akijua kufanya biashara. Sasa yule jamaa akasema kwamba boss Regina, asante kwa wasiwasi wako kwangu. Mimi nakupa pole na kukutaarifu nipo hapa nchini kwa ajili ya kusaini mkataba na mzee Khaled pamoja na Brio. Uchaguzi wako wa kibiashara umekuwa motisha kwangu kukamilisha hili. Bado ndio kwanza unaingia hapa kwa ajili ya sherehe na unasema unataka kusaini mkataba. Unadhani Khaled na Brio watakubali kufanya ushirikiano na Kilimanjaro? Aliongea Regina, na muda huo sasa mwanamke aliyekuwa ameambatana naye alicheka kidogo na kuongea kwamba kumbe wewe ndio Regina? Yaani haonekani kuwa smart kama vile tetesi zinavyosema kukuhusu wewe. Vipi, unanifahamu? Kwani mimi napaswa kufahamu? Yule mwanamke aliguna tu huku akifyatua nywele zake kimapozi kurudisha nyuma. Naitwa Hamisa Ngunjilo. Hujawahi kusikia jina langu? Hapana, sijawahi kusikia, ajibu Regina bila ya kuwa na tofauti yoyote ya kimuonekano. Mwanamke yule alionekana kushangazwa na jibu la Regina, lakini alijizuia kutokuonyesha utofauti. Basi sina haja ya kujelezea sana kama haunifahamu. Wewe ni aina ya wafanyabiashara ambao hamjui kujichanganya na watu. Hivyo ni kawaida hujawahi kusikia jina langu. Nataka nikukumbushe tu kwa nia njema kwamba usije kwenda kujidhalilisha mbele ya Mr. Khaled na Brio usiku wa leo. Hatupo hapa kwa ajili ya mazungumzo ya kibiashara tu, lakini vile vile ni watu tunaofahamiana nao. Kwa hiyo sidhani kama unaweza kutuzidi mimi na mpenzi wangu. Aliongea kwa maringo sana, lakini hata hivyo muonekano wa Regina haukubadilika. Japokuwa sikujue nani, ila kama mmemaliza mnaweza kuondoka. Naona una kiburi sana kama inavyosemekana, ila kwa sababu unashindwa kuyachukulia maneno yangu kwa uzito, basi subiri uone. Misa, unaja kuongea naye sana. Huwezi jua bosi wetu Regina ana mpango wake wa kupata mkataba bwana. Aliongea Zuberi huku akicheka. Darling, ulichosema ni sahihi. Haina haja hata ya kusumbuka naye. Waliongea na kisha yule mwanamke alimwangalia Regina kwa mapozi, mavazi yake na mkoba wake, na kisha hakuongea zaidi tu alifuatana na mpenzi wake. Hawakumjali kabisa mwamba Hamza aliyekuwa pembeni ya Regina. Pengine walijua lazima ni msaidizi tu ama mlinzi, wakiamini Regina bado alikuwa ni single. Wife, huyu dada ni kutoka kampuni ya Multimedia Group, kampuni ya habari inayotanda sana Afrika nzima mpaka Ulaya. Kumbe umemjua. Inaonekana karatasi nilizokupatia kwenye ndege ulizisoma. Nizichungulia tu, aliongea Hamza akijichekesha kizembe, na kisha alionekana kufikiria kidogo. Kwa hiyo huyu Hamisa ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Multimedia, mtoto wa tajiri Freddy Nganjilo, si ndio? Aliuliza Hamza akimfanya Regina kutingisha kichwa huku akinywa kidogo champagne kabla ya kujibu. Inaonekana Zuberi ili kujiingiza katika soko la Ulaya baada ya kufeli awamu iliyopita, ameamua kumtumia binti wa mzee Nganjilo. Kampuni ya Kilimanjaro ni kubwa sana kwa Tanzania na ipo chini ya ubia wa watu wengi sana. Licha ya Zuberi kuwa mkurugenzi, familia yake inajitahidi sana kumbakiza katika uongozi ili kuendeleza ushawishi wao. Vinginevyo
mpaka sasa angekuwa ameshafukuzwa muda mrefu tu na bodi. Msikilizaji, kampuni ya Kilimanjaro ukubwa wake ulitokana na umiliki wa watu wengi. Kwa familia ya Dafa walikuwa na umiliki wa 13% pekee, na ndio hiyo ambayo walitumia kumfanya Zuberi mtoto wao kuwa afisa mtendaji mkuu. Kwa lugha nyepesi, nafasi ya Zuberi ni kama ya kuteuliwa, na ikitokea wamiliki wa kampuni hawaridhishwi naye, wanaitisha tu kikao cha bodi na kupiga kura ya kumuondoa na kumteua mwingine. Kwa hiyo wife, wewe una biashara gani ambayo unashindana nao hapa Paris? Unataka pia kufungua theater, kumbi za sinema na kutengeneza pia. Khaled na Briwa ndio matajiri wakubwa sana kwenye masuala ya utayarishaji wa filamu mbalimbali kwa sasa. Kama wakikubaliana kushirikiana na sisi, ili mradi tu tuna kiasi cha pesa cha kutosha, maana yake moja kwa moja nitaingia katika ubia wa kibiashara. Lakini kama Zuberi akifanikisha kabla yangu, itakuwa ni ngumu sana kwangu kuwekeza katika masuala ya filamu. Labda nifikirie fursa nyingine. Kwani Multimedia Group wana nguvu sana kiasi cha kufanya kampuni mbili za Ufaransa kufanya nao kazi? Kama ni miaka 3 iliyopita, pengine singekuwa kama sasa hivi. Katika miaka 3 iliyopita, kampuni ya Multimedia wamewekeza sana katika soko la Ulaya kwa kununua kampuni za burudani nyingi na kuwapelekea kuwa na ukaribu sana na mastaa wengi, ikiwemo waigizaji, waandishi na wawekezaji wengi. Kwa hiyo ukiachana na hela, kampuni ya Briwa na Khaled ni rahisi sana kuichagua Kilimanjaro kutokana na umaarufu wa Multimedia ambao ungesaidia kukuza mauzo. Sasa kama ni hivyo, wewe utashindaje hapo sasa Unaonekana kujiamini sana mke wangu. Ijapokuwa ni kweli Multimedia ni kampuni kubwa na ina mastaa wengi ndani ya Ulaya, lakini sio wote. Nipo hatua moja nyuma dhidi yao. Hivyo ninachopaswa hapa kufanya ni kutafuta tu hawa ambao hawapo chini yao. Afisitoshe, biashara burudani ni pana sana. Kuna kampuni nyingi duniani ambazo mnaweza kufanya nazo kazi. Ni swala tu la kuchagua tu itakaonifaa. Ujio wangu hapa sio kwa ajili ya kazi, bali kwa ajili ya kufahamiana tu na Mr. Briwa na Mr. Khaled. Kama ingekuwa kibiashara basi ni kama alivyosema, siwezi kushinda. Unajua mimi ninachoona kuhusu Zuberi, mtazamo wake umelenga zaidi hadhi yake na sio kile ambacho anakwenda kufanya. Nina uhakika kama ukiweka mipango yako vizuri, lazima Briwa na Khaled watakuchagua wewe tu. Ni kweli. Hata mimi pia na uhakika huo, lakini nguvu ya Multimedia Group sio ya kudharauliwa. Kwa sasa sina kete za kutosha kucheza wakati wa mazungumzo. Hivyo nafanya vitu kwa makini mkubwa sana. Wife, mwenzako yeye anatumia connection kwa ajili ya kukamilisha dele. Kwa nini usiniache nikitumia connections zangu kukufanikishia hili swala? Hivyo nadhani mimi siwezi kushinda mkataba bila connection. Hivi mbona kama unandharau sana? No wife, usifikirie vibaya. Mimi najua una uwezo. Hivyo mimi sitoingilia kabisa. Kwa hiyo anyway, tunafanya nini baada ya hapa? Au ndo tuanze kuwatafuta Khaled na Briwa? Mimi nataka kwanza kula chochote kwanza, na baada ya hapo tunaenda kuwatafuta. Kama Heropinat akija na ikaonekana na ukaribu nao, mambo yatakuwa mazuri. Aliongea Regina na Hamza alishindwa kuongea neno na kuamua kuheshima wazo wa Regi. Sasa mara baada ya kukaa na kuanza kula, Regina alikula kidogo tu na kisha alichukua glasi ya champagne na kumwacha Hamza. Sauti ilisikika katika masikio ya Hamza ikisema kwamba bro, kwa nini upo mwenyewe? Alikuwa ni Roda. Alijitokeza mbele yake. Mrembo huyo alikuwa amevaa na kupendeza mno. Umbo lake lilizidi kujichoresha kutokana na mavazi yake na kumfanya tamanishe. Kilichompagawisha Hamza ni pasuo la gauni. Ase Black Fog, unafanya nini hapa? Mkiunga kitona tupo pamoja. Ase mimi nitakosa namna kujielezea. Kwani situshamwambia mimi ni mdogo wako Yari? Sidhani kama kutakuwa kuna tatizo. Aliongea Black Fog akidhani Regina alikuwa mwepesi kudanganyika. Hamza muda huo hakujua acheke amali, lakini pia hakutaka kuelezea kinachoendelea. Vinginevyo Roda angegundua kuwa Regina ni mtu mwenye hila sana. Hamza alifikiria kwa dakika na pale aliona amwambie tu kweli mwanamke huyo kwamba hakuhitaji ulinzi wake. Hakujua mrembo huyo ninja angejisikiaje akigundua Hamza alikuwa akimuigizia. Lakini hakujali, maana ni swala la muda tu na angeweza kushuhudia uwezo wake. Lakini sasa ile anataka kumwambia, Hamza alinasa hali ya msisimko kwenye mwili wake, ikiashiria kuna mtu alikuwa akimwangalia kwa lengo la kutaka kumuua.
Hamza alishia kusinyaza macho yake. Hakudhania kuna mtu atakuja mpaka ndani eneo hilo kwa ajili ya kutaka ugomvi. Hata hivyo, haikumpa hofu baada ya kuhisi mtu huyo alikuwa wa kawaida sana. Anyway, naelekea toilet, aliongea Hamza. Muda huo sasa na Roda naye aliweza kuhisi kitu hakipo sawa, na alimwangalia Hamza kwa wasiwasi kidogo. Roda naye akasema hata mimi naenda, aliongea na kumfanya Hamza kukosa tena la kufanya na kujiambia hili eneo ni dogo mno mpaka Black Fog kuinusa hatari. Mimi nenda msalani tu, kwa hiyo haina haja kwenda pamoja, sawa? Hapana. Ni kwa sababu nahisi kama kuna nia mauaji ndani ya hili eneo. Kwa sababu huna nishati za mbingu na ardhi, huwezi kuhisia hivyo. So, na wasiwasi wanakulenga wewe. Kama kweli kuna mtu anataka kuniua, basi haina haja kunifuata mali watone. Bro, usiona wasiwasi kabisa. Mimi nitaishia nje tu, mimi sitaingia ndani. Nimemwahidi master nitakulinda kwa namna yote ile kuhakikisha kwamba unabaki salama. Kwa hiyo mimi sitaki kuona ukipatwa na lolote baya. Basi hakuna shida, tunaweza kwenda. Msikilizaji, maliwatu walikuwa upande wa pembeni kabisa, kiasi kwamba watu waliokuwa eneo la mapokezi hawakuweza kuona upande huo kabisa. Hamza bila ya kugeuka alitembea na kwenda kuingia ndani ya eneo hilo. Wakati huo Black Fog akibakia nje. Hakukuwa na watu wengi ndani ya maliwatu. Hamza ile anataka kujisaidia, aliweza kuona watu wawili waliovalia suti na sura zilizojaa serious wakisogelea upande huo kama vile hawakuwa na habari naye. Kwa professional killer ni rahisi sana kufoji jina na kadi ya mwaliko na kuzamia kwenye sherehe kama hiyo kwa urahisi kabisa. Vinginevyo, matajiri wasingetumia hela nyingi kwa ajili ya kujihakikishia usalama. Muda huo Hamza pia alikuwa katika hali ya maswali mengi, akijiambia ni nani anataka kumuua. Isitoshe alikuwa amestaafu na alifika hapo bila kujitambulisha, na hata watu wa baraza la Maxi hawakumpatia mwaliko. Hamza mara baada ya kufikiria kwa kina aliweza kuunganisha doti juu ya kile kilichotokea mchana, na wasiwasi wake wote aliuelekeza kwa kundi la kimasenare linaloongozwa na Gonzalez. Ilikuwa ni rahisi kwa mtu kama Gonzalez kutuma watu kuja kumjaribu ili kujua tetesi za mfalme wa kuzimu kupoteza uwezo wake wa kuvuna nishati za mbingu na ardhi ni kweli. Kutokana na hilo, Hamza aliona haina haja ya kuwashambulia yeye tena. Kwa sababu watu hao wametumwa kwa ajili ya kumjaribu, basi ni sawa kuendelea kujifanyisha dhaifu hadi mwisho wa muda ukiwadia. Gonzalez mwenyewe atajitokeza tu, na ndio atakuwa wakati, ndio utakuwa ni wakati mzuri wa kumshikisha adabu. Vinginevyo kama atapigana na watu hao aliowatuma, Hamza alihisi ni kujikosea heshima sana. Aonyeshe uwezo wake kwa sababu ya watu dhaifu waliokuja kumjaribu? Aliona hapana, na hiyo yote ni kutokana na aliamini kwa uwezo aliokuwa nao Black Fog angetosha kabisa kuwadhibiti wauaji hao. Basi mwanaume na yule mwanamke waliachiana mikono mara baada ya kuingia washroom, na mmoja alielekea upande wa wanawake huku mwingine akiingia alipo Hamza. Kitendo cha kuingia ndani eneo hilo ni kama umejiingiza kwenye mtego wa Black Fog. Mmoja akiwa mbele na mwingine nyuma, wote kwa pamoja walifanya shambulizi, huku mkononi wakionekana kushikilia visu vidogo, na macho yao yalibadilika kuwa ya kawaida na kuwa yale yenye ukatili wa hali ya juu. Black Fog alikuwa amejiandaa pia, na alishia kutoa sonyo lenye ukali wa hali ya juu, na kwa wepesi mkubwa sana airuka na shambulizi la teke na kumpiga yule mwanaume mkono wake ulioshikilia kisu na kufanya kidondokee pembeni. Yule mwanamke mara baada ya kuona shambulizi lile, haraka sana alisogea akidhamiria kumshambulia Black Fog shingoni kupitia nyuma. Lakini ile anamsogelea karibu Black Fog, aligeuka na teke katika engo ya 180 na kufyatua kile kisu chake pembeni. Sasa yule muuaji alionekana kushangaa, kwani hakutegemea Black Fog angekuwa na uwezo wa kufanya shambulizi la namna hiyo. Alafu asiokijua ni kwamba Black Fog alikuwa ni uzao wa Asmantis, muuaji mkubwa duniani. Black Fog licha ya kuwa na mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, lakini vile vile alikuwa na mafunzo ya juu sana ya Aikido. Kwa lugha nyepesi msikilizaji, Black Fog alikuwa na mafunzo ya Aikido, nishati za mbingu na ardhi, na pia ya uninja. Muunganiko wa kujilinda na kushambulia ambao amejifunza tangu akiwa mdogo pia alikuwa nao. Mwanaume yule muuaji alitaka kutumia mwanya kuingia bafuni na kumshambulia Hamza, lakini kilichomtokea ni kwamba kisigino cha kiatu cha High Res kilitoboa bongo wake.
Shambulizi hilo lilikuwa na ustadi wa hali ya juu sana, kwani Black Fog yani hata kugeuka. Kwa namna umbo lake lilivyo na uwepesi wa miguu yake, ilikuwa ni vigumu kuamini kuwa alifanikiwa kufanya shambulizi la aina hiyo. Wakati huo sasa, alitumia mkono wake kudaka kisu alichokifyatua kwenda hewani na kukitumia kumchoma yule mwanamke kwenye paji la uso. Na hivyo ikawa mwisho wake. Yaani kwa uwezo mdogo namna hiyo mnataka kushindana na mimi? Mmejitoa kafara wenyewe. Aliongea huku akimwachia yule mwanamke adondoke chini akiwa hana uhai. Sasa Hamza aliishia kumwangalia mwanamke huyo bila kuonyesha hisia zozote. Roda hakuwa Roda aliyemzoea. Alikuwa na hali ya ukatili wa juu sana. Na hata baada ya kutekeleza mauaji hayo, hakuonekana kushikwa na hatia hata kidogo. Baada ya kukamilisha kuua, alienda kwenye mlango wa kutokea. Akaweka kibao cha clean up. Kisha akarudi ndani na kwa haraka sana aliwabeba wale maiti wote na kuwaingiza kwenye choo cha wanaume. Akiweka vichwa vyao kwenye sinki ili damu isidondoke chini. Baada ya kuingiza, alisafisha damu iliyokuwa chini kwa kutumia dekio kwa haraka sana na kuondoa viashiria vyote vya damu. Eneo hilo likawa kama hakuna kilichotokea. Hasa baada ya pale, alivuta uzi mwembamba kutoka kwenye gauni lake, kisha kwa mbinu ya kipekee sana aliuloki ule mlango kwa ndani kiasi kwamba ukijaribu kufungua kutoka nje haufunguki. Mpaka hapo ilikuwa ni vigumu mtu kujua kuwa ndani ya choo hicho kulikuwa na maiti zimesukumwa kwenye sinki. Hamza upande wake hakuwa akiangalia tu. Alikuwa akihesabu muda na aligundua kuwa kila kitu kilikamilika ndani ya dakika 2. Kwanza kuua, kusafisha, kufunga mlango. Yaani ni dakika 2, dakika moja unaelewa na sekunde 60. Dakika 2 ni sekunde ngapi? 120. Hivyo vitendo vyote vimefanyika. Aliishia kutikisa kichwa chake tu kwa kuridhika. Naona mchafu wa kupoteza muda wake kwa kufundisha. Umefanya kazi nzuri sana. Bro, mimi ni ninja namba 9 duniani kwa siwezi kuwa dhaifu. Nisamehe kwa kusahau kuwa mdogo wangu Roda ni damu changa kwenye ulimwengu wa wauaji. Mimi napenda unavyoniita kwa jina langu la kawaida. Niite hivyo kuanzia sasa, aliongea Roda. Akimfanya sasa Hamza kumwangalia jinsi alivyobadilika kutoka kwenye ukatili hadi kuwa msichana wa kawaida kabisa. Sawa, haina shida. Ni muda wa kurudi sasa, aliongea Hamza na Roda itabasamu, akajiweka vizuri na kufungua mlango. Wakaanza kurudi kwenye ukumbi. Walipokuwa akitoka, alikuwepo mfanyakazi wa usafi aliyekuwa akielekea upande wa Maliwatoni. Mbele yao akiwa anasukuma kitoroli, akionekana kama mtu wa kawaida sana, lakini kwa Hamza mtu huyo alikuwa tofauti. Alikuwa na mafunzo juu ya nishati za mbingu na ardhi, hata kuliko Black Fog. Namna Hamza alivyogundua ni kutokana na utashi wake unaotokana na uzoefu. Upande wa Black Fog, kutokana sasa na kuwa watu wawili, alikuwa yani ni kama ameshusha ama ameushusha ule uwezo wake wa kunasa hatari. Hivyo hakuweza kugundua hali hiyo. Hamza pale pale aligundua jambo. Mwanzoni hata yeye alishangaa kwa nini wale wauaji waliotumwa walikuwa dhaifu sana. Kumbe walikuwa ni kama chambo tu. Muuaji halisi alikuwa huyo aliyekuwa akijifanya mfanya usafi. Yote hii ilikuwa ni mbinu ya kumpumbaza Black Fog ili umakini wake upungue. Hamza baada ya kuona jambo hilo hakuona haja ya kumwambia Black Fog. Alijiambia hilo ni swala ambalo atadili nalo yeye mwenyewe. Hivyo kumzubaisha pia yule muuaji. Hamza aliendelea kuongea kawaida tu na Roda kwa kucheka. Na ile wanapishana na ule mtu wa usafi, pale pale yule mwanaume alilipukwa na nishati za mbingu na ardhi, waleva nafsi, na kwa haraka sana alitoa silaha yenye mchanga, yani mfano kama wa chusa hivi, yani ilikuwa kama ni mchanga hivi kama chusa hivi kwenye kile kitoroli. Matendo yake yalikuwa ni haraka sana kulinganisha na speed aliyokuwa nayo Black Fog. Hamza alishia kupumua huko sasa kijiambia inaonekana Black Fog hakuwa ameiva sana. Kuwa mdogo na kukosa uzoefu ilimfanya iwe rahisi kudanganyika. Mawazo hayo ya Hamza yalikuwa ndani ya sekunde tu, lakini sasa ile anataka kufanya shambulizi alihisi kivuli cheusi kikimpita mbele ya macho yake. Black Fog. Hamza alijikuta macho yakimtoka pale pale. Na ile ni baada ya yule muuaji alivyotaka kumshambulia. Black Fog alikuwa ameshapotea upande wake wa kulia na kuhamia upande wa yule muuaji alipokuwepo. Aisee, speed ya mwanamke huyo ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba Hamza alishindwa kumuona vizuri. Kitu pekee alichoweza kuona ni kama kulikuwa na ukungu mweusi uliokuwa umemzingira Roda.
na kuonekana kama vile amegeuka na kuwa radi nyeusi. Yule muuaji hakuwa hata na muda wa kushtukia shambulizi hilo, kwani alishambuliwa eneo la kifuani na kumfanya sasa arushwe mbali, huku akiwa ni kama amepigwa na shoti ya umeme. Aisee, hakukuhitajika shambulizi la pili, kwani toroli lile lilimaliza pale pale baada ya kujigonga nalo vibaya na kumfanya avunjike mbavu kadhaa. Mwanaume yule aliishia kutoa mguno wa maumivu makali huku akitema damu nyingi chini. Alikuwa kwenye mshangao akishindwa kuamini kile kilichotokea. Kwa spidi ambayo Black Fog alitumia ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba imevuka ile ya binadamu wa kawaida wa mafunzo ya nishati ya mbingu na ardhi. Roda. Hamza pia alikuwa katika mshangao wa spidi aliyokuwa nayo Black Fog. Ngumi hiyo aliyopigwa nayo muuaji, Hamza alijiambia kama ni yeye mwenyewe asingeweza kuikinga. Ijapokuwa isingemuumiza kutokana na nguvu yake ya mwili, lakini itoshe kusema kwa mtu wa level yake kuweza hata kumshambulia tu, inamaanisha uwezo wake ni mkubwa sana. Muuaji yule wakati sasa akijaribu kuvuta pumzi ili kusimama, Black Fog pale pale alichomoa nyota kutoka kwenye gauni lake na kisha aliunganisha na nishati ya mbingu na ardhi na kuirusha, na moja kwa moja ilizama katika shingo ya yule muuaji na kufa pale pale. Muda huo Hamza aliweza kuhisi kulikuwa na tatizo katika mwili wa Black Fog na kumshikilia. Akamuuliza, "Vipi, uko sawa?" Roda akasema, "Nipo sawa bro. Ngoja nichukue huu mwili nikaufiche store." Aliongea, lakini Hamza alishika mkono wake kupima msukumo wa damu na aligundua ulikuwa chini mno. "Bado tu unasema upo sawa? Unaonekana kutumia nguvu nyingi sana kufanya ile shambulizi. Mwili wako umekosa uhimili wa kudhibiti spidi yako. Ni kwa bahati tu meridian zako hazijaribika." "Bro, umegundua hata kama sina mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, utaalamu wangu wa tiba ni mkubwa mno wa kuweza kuona ya kwamba una shida." Hamza yeye alielewa anachomaanisha, lakini hata hivyo hakujua kuwa kama mrembo huyo alikuwa na uwezo wa kuzuia shambulizi lile. Lakini kwa namna moja alifurahi kuona kitu ambacho hakuwa kikifahamu kuhusu Black Fog, na alijiambia lazima kuna mambo hakuwa akijua tokea mwanzo kuhusu mwanamke huyo. Hamza alimpa ishara Roda ya kutokufanya chochote, na kwa haraka sana alichukua mwili na kuburuza mpaka kwenye chumba cha store na kuuficha na mashuka. Baada ya kumaliza alisafisha haraka na kisha alimchukua Black Fog mpaka kwenye floor ya pili ya jengo la hoteli kwenye balcony. Akamwambia kwamba, "Roda, hebu niambie, umewezaje kufanikisha ile spidi? Kama sikosei, Asmantis hana aina hii ya mafunzo, si ndio?" "Bro, tafadhali usije kumwambia Master Koswele." "Kwa nini?" "Kwa sababu Master kanikataza kutumia mbinu ya 100 Shadows. Kama akigundua ataniadhibu vikali." "100 Shadows? Unamaanisha hii mbinu ndio inaitwa hivyo?" "Ni Master ndo aliniambia inaitwa hivyo, ila hata mimi mwenyewe sijui." Pale pale Roda alianza kumuelezea Hamza kila kitu kwa kurahisisha. Kwa maelezo ya Roda ni kwamba ni Asmantus ambaye alimlazimisha kujifunza mbinu hiyo ya 100 Shadows, na kutokana na kumuhimiza na kukosa uvumilivu ilimpelekea Roda kufikia level ya juu. Wakati wakiwa katika mazoezi kama sehemu ya mafunzo, Roda alijihisi ni kama vile mwili wake umetawaliwa na umeme na kufanya spidi yake kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana, kiasi cha hata yeye kutokutambua, na kutokana na hilo alimshambulia Asmantus kutaka kumdhuru. Ikumbukwe Roda bado ni mdogo sana wa umri wa miaka kama 18 tu. Wakati huo sasa mafunzo yake ya nishati za mbingu na ardhi hayakuwa yamefikia katika daraja la ukaidi wa asili na kuzaliwa kwa mwili mpya. Hivyo licha ya kwamba shambulizi lake lilimfikia Asmantus, lakini hakuweza kumdhuru kutokana na kwamba Asmantus alikuwa na mafunzo ya juu ya nishati za mbingu na ardhi kumzidi. Lakini sasa baada ya shambulizi hilo moja, matokeo yake ni kwamba mishipa ya damu ndani ya mwili wa Roda ilipasuka na kumfanya kuvuja damu nyingi sana, jambo ambalo sasa lilimchukua zaidi ya miezi 4 mpaka kuja kupona, tena kwa maumivu makali sana. Kutokana na hilo, tokea siku hiyo Asmantis hakumtaka Roda kutumia mbinu hiyo kabisa, kwa kuamini ilikuwa na madhara makubwa sana katika mwili wake. Maelezo ambayo yamekosekana ni kwamba licha Asmantis kumfundisha mbinu hiyo, lakini uwezo ambao Roda aliupata ulikuwa ni wajabu ambao haukuweza kuelezeka kama ni kitu alichopata kutoka nje au ni kipaji kilichokuwa ndani ya mwili wake na kiliamka baada ya mafunzo hayo. Hivyo kwa sababu hakukuwa na maelezo ya kutosha kutokana na uwezo aliokuwa nao Roda, njia rahisi ilikuwa ni kutokutumia mbinu hiyo tena. Master pia akasema pengine kutokana na mwili wangu hauwezi kuhimili mbinu ya 100 Shadows, na labda nitaweza kutumia baada ya kufikia level ya ukamilifu wa mwili,
lakini mimi sijui itanichukua muda gani mpaka kufikia daraja hilo la mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Naamini siku ambayo mwili wangu utaweza kuhimili mbinu ya 100 shadows, nitakuwa nimemzidi master kiwezo. Sio tu kumzidi, itakuwa ni kumwacha mbali kabisa. Ile ngumi yako haikuwa ya kawaida, hata kwangu inaweza kuwa ngumu kuhimili. Bro, si kwa sababu huna mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi. Ni sahihi tu kutoshindwa kuhimili. Anyway, ninachoweza kusema mbinu yako ni hatari mno. Kwa sasa pumzika, haina haja ya kujilazimisha kunilinda. Aliongea Hamza. Roda ingawa hakutaka kumwacha Hamza mwenyewe bila ulinzi, lakini hakuwa na nguvu za kumlinda. Ndio maana alishia kutingisha kichwa chake tu kukubaliana naye. Basi kaka, naomba simwambie master kama nimepata majeraha. Usio na wasiwasi. Hata kama akitaka kukupa adhabu, nitakulinda mwenyewe. Ni kweli. Sasa hivi nina kaka wa kunilinda kweli. Aliongea kwa kitabasamu kinyonge na kisha alimsogelea Hamza na kumkumbatia, na hakuishia kumkumbatia tu, alimchuma shavuni. Hamza alijikuta akishtushwa na chumu hilo, na ila anataka kuongea, Black Fog alimwekea kidole mdomoni. Usiwaze sana kaka, hii ni kama ishara tu ya mdogo wako kuongeza ukaribu na kaka yake. Aliongea mrembo huyo na kisha alimkonyeza Hamza na kushuka ngazi kuelekea chini. Sasa Hamza alishia kutoa tabasamu huku akitingisha kichwa chake. Mawazo yake muda huo alijiambia, ili kumsaidia Black Fog, ngoja kwanza baraza la ugawaji wa Max lipite na kisha atamuelekeza mbinu yake mpya ya mafunzo ya kuamsha nishati ya mwili. Alikuwa na uhakika kama angejifunza mbinu hiyo, ingekuwa ni rahisi sana kwake kuhimili nguvu ya 100 shadows. Ukweli, Hamza alikuwa na shauku pia kutaka kujua ni asili gani ya kimwili imemwezesha Roda kuamsha uwezo mkubwa wa aina hiyo. Ikumbukwe mafunzo yote, yawe ni ya nishati za mbingu na ardhi au yale ya kuamsha nguvu za asili ya mwili, yote hayo lengo lake ni kugundua siri za kimwili zilizojificha. Kwa hiyo hakuna nguvu yoyote ambayo inamuingia binadamu kutoka nje, bali nguvu hiyo imejificha ndani ya miili yetu na ni kukosa tu namna ya kuweza kuiamsha. Ndio maana nishawahi kukupaga mfano msikilizaji, unaweza kuwa umetembea unapita tu mitaa fulani ukaambiwa nyoka huyo, lakini ukajikuta umeruka, yani hata ukajikuta umeruka ukuta, alafu ukiambiwa urudie kuruka huo ukuta, ama umeruka mtaro mkubwa sana, baada ya kuambiwa nyoka huyo ukao umeruka sana ule mtaro ambao ni mpana, yani ukiruka unahisi kama utachanika msamba, ula ukao umeweza kuruka. Lakini kiuhalisia sasa mtu akwambie ruka huo mtaro, huwezi. Lakini ni nguvu ambayo iko ndani ya mwili wako iliamka ikakupa uwezo wa kuweza kujihimili. Kwa hiyo sasa kuna wakati wapiganaji ama watu wenye uwezo mkubwa kama Hamza wanakuambia hiyo nguvu ulionao ndani ya mwili wako isisubirie tu wakati wa hatari ndio iamke. Jifunze kujua namna ya kuitumia muda wote, sio lazima tukuepo na hatari. Kwa hiyo kama ilivyo kwa Nyakasura, uwezo wake ulitokana na damu yake ya Kiphonix. Maana yake ni kwamba mafunzo anayoyafanya sio kwa ajili ya kujiongeza nguvu, bali ni kwa ajili ya kuelewa uwezo wake. Hivyo hata kwa Roda alipaswa kupata mafunzo ya kuelewa uwezo wake. Kila mtu huzaliwa na uwezo wake wa kipekee msikilizaji. Yaani kila mtu ni wa kipekee sana, na ndio maana wanasisitiza sana katika dunia hii, kamwe hata siku na moja usije ukajilinganisha na mtu. Mungu aliyokubariki wewe, yani Mungu alivyokujalia wewe, vitu alivyokupatia wewe, aisee kwa mwingine hana. Mwingine hata afanye nini hawezi kukufikia hata siku na moja. Hata kila mtu huzaliwa na uwezo wake wa kipekee na ni ngumu kuigwa na mwingine. Hivyo lengo la Hamza ilikuwa ni kutaka kumfanya mwanamke huyo kuelewa maana halisi ya uwezo wake ni ipi na vipi ataweza kujidhibiti. Msikilizaji, hata siku na moja usitake kuwa kama mwingine na usilazimishwe kufanya vitu kama mwingine, kuwa wewe kama wewe. Kwa hiyo Hamza alijifikiria kwa muda, na pale aliona ni muda sasa wa kurudi ukumbini kwa ajili ya kumtafuta mke wake Regina. Aliondoka muda na hakuwa akijua Regi alikuwa akiendeleaje katika maongezi yake na matajiri hao wa kizungu. Yapi ambayo ataendelea katika huo mkutano msikilizaji? Tukutane sehemu ya 55 kuweza kufahamu mengi zaidi. Kumbuka mwandaji wa hii simulizi ni Sasingano. God be with you till we meet again. Niliyokusimulia na mimi Lucas Lumbas. Bye bye.